moja katika unabii sawa na mwaka nini? Moja. Labda tuweze tukasoma tu fungu moja, Ezekieli 4 mstari wa 6. Msomaji kimbia pale, ili kwamba kwa nini hizi siku 2300 ambazo Danieli alionyeshwa kumbe sio siku za kawaida, kumbe ni miaka 2000 ngapi? 300. Walikuwa naonyeshwa matukio ambayo yalikuwa na uzito wake paka kwa Masihi Yesu Kristo, lakini tunakuja kuyashuhudia vizuri kwenye Danieli 9. Soma 4 mstari wa 6 Ezekieli, tuone kwamba kumbe siku moja katika unabii sawa na mwaka mngapi wapendwa? Mmoja. Soma msomaji. Tena utakapozitimiza hizo, ndio utawala kwa ubavu wako wa kuume. Ndio. Nawe utachukua uovu wa nyumba ya Yuda. Ndio. Siku 40. Siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Amina. Kwa kweli siku moja kwa mwaka mmoja. Siku moja kwa mwaka mmoja. Hata ukirudi katika hesabu hapa tunaelezwa habari ya siku 40 ambazo wapelelezi walienda kuipeleleza nchi ya Kanaani, lakini wana wa Israeli waliposhindwa kuamini habari za wale wapelelezi waaminifu, tunaona kwamba Mungu akawaambia kwamba mtatangatanga jangwani kwa miaka 40. Siku moja sawa na mwaka mmoja. Wameipeleleza kwa siku 40. Nyie mtatangatanga kwa miaka mingapi? 40. Kwa hiyo siku moja kwa mwaka mmoja katika unabii wa muda mrefu ndio tunatembea nayo. Ndio maana kumbe siku 2300 sawa na miaka 2000 ngapi wapendwa? 300, ambao tunaikuta kwenye hiyo Danieli 8 mstari wa 14. Sasa tusogee Danieli 9. Tufungue Biblia zetu Danieli 9. Danieli 9 tunahitaji sasa kushughulika nayo hatua kwa hatua watu wa Mungu, ili kusudi kuelewa sasa kwamba maana ilibidi malaika Gabrieli arudi tena kwa ajili ya kumpatia Danieli ufafanuzi. Tuanzie mstari wa 20, tukimbie msomaji. Danieli 9 mstari wa 20, tuanzie tu hapo. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba, Danieli alipokuwa akisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, ndio, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa zabihu jioni. Ndio. Akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Maana kule kwenye Danieli 8 alizimia. Sasa anakuja kupewa ufahamu, kufafanuliwa sasa maono ambayo aliyashuhudia. Ndio. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri. Ndio. Nami nimekuja kupasha habari. Ndio. Maana wewe unapendwa sana. Danieli anapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Ndio. Muda wa majuma 70 umeamuliwa juu ya watu wako. Sasa angalia haya maneno, watu wa Mungu. Kumbuka kwamba katika Danieli 8 Danieli alikuwa akielezwa habari ya maono ambayo aliyashuhudia katika kipindi cha unabii wa siku 2300 ambao ni miaka 2000 ngapi? 300. Lakini kwenye Danieli 9 Danieli katika kuvisoma vitabu akagundua miaka 70 ambayo wangekaa utumwani inaelekea kuisha, warudi sasa katika nchi yao, wakamjengea Mungu hekalu, wapate kumwabudu Mungu wao wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Danieli katika kuona hayo aliingia katika maombi. Anapoingia katika maombi, malaika Gabrieli anapokuja kumpatia mafunuo na kumpatia ufahamu kuelewa, malaika anaanzia kwenye habari ya kipindi ambacho tayari hiyo amri ingetolewa. Na kipindi ambacho kama Wayahudi walikuwa wamebakiwa nacho cha rehema mbele za Mungu kama taifa. Anaambiwa hivi, hebu rudi hapo, muda wa majuma mangapi? 70. Muda wa majuma 70. Muda wa majuma 70 umeamuliwa juu ya watu wako. Ndio. Na juu ya mji wako mtakatifu. Ndio. Ili kukomesha makosa. Ndio. Na kuishiriza dhambi. Ndio. Na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Ndio. Na kutenda haki ya milele. Ndio. Na kutia muhuri maono na unabii. Ndio. Na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Tutulie hapo, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe muda wa majuma 70 umeamuliwa juu ya watu wako. Umekatwa juu ya watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Umeamuliwa juu ya watu wako. Tunaona hapa, tutaiona vizuri majuma 70. Maana yake kwamba majuma 70 ukija kuangalia katika hesabu ya kawaida, maana yake kwamba tangu watoke utumwani
Wayahudi walikuwa na majuma 70 tu, ambayo majuma 70, juma moja lina siku ngapi watu wa Mungu? Juma moja lina siku 7. Juma moja hapa, angalia hapo chini. Ili juma moja lina siku ngapi wapendwa? Siku 7. Sasa haya majuma mangapi wapendwa? 70 yatakuwa na sawa na siku ngapi? Si ndio watu wa Mungu? Hapa tukizidisha maana yake ni 70 mara 7. Ni 70 mara ngapi wapendwa? Ambayo ni 400 na ngapi? 490. Hizi ni siku. Hizi ni ngapi? Hizi ni siku, lakini hizi ni siku za kiunabii. Siku za kinini wapendwa? Ambao ni majuma 70. Sasa siku 490 katika miaka halisi ya kwetu, siku moja kwa mwaka. Siku moja kwa nini wapendwa? Ni sawa na miaka sasa mingapi? 490. Kumbe Wayahudi kipindi chao cha rehema kama taifa, yani kuitwa taifa teule la Mungu, tangu waachiliwe utumwani wawe huru, walikuwa wamepewa tu kipindi cha muda wa miaka mingapi? 490. Sasa hii tunaanza kuihesabia wapi? Maana lazima hiyo tuelewe, ili watu wa Mungu tuende tukatoe ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunaanza kuihesabia wapi? Hii tunaanza kuihesabia hapa. Maana wana wa Israeli waliachiliwa kutoka utumwani, maana walichukuliwa utumwani kipindi cha Nebukadneza, ukaingia utawala wa Wamedi na nini wapendwa? Na Wajemi. Waliachiliwa kutoka utumwani kipindi cha Wamedi na Wajemi. Na hapo lazima tuangalie kilikuwa ni kipindi cha utawala wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Maana tumetembea nayo kutoka Danieli 8. Kilikuwa ni kipindi cha utawala wa nani? Hii tutaenda moja kwa moja tu kwenye kitabu cha Ezra 6 mstari wa 14. Ezra 6 mstari wa 14, tukimbie tu kwenye hilo fungu moja. Ezra 6 mstari ule wa 14. Ezra 6 mstari ule wa 14, soma msomaji, kimbia kidogo. Anasema, ndio 6:14 Ezra. Ndio. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa. Kwa kweli wale wazee wa Kiyahudi maana yake wakajenga wakafanikiwa, yaani wakaujenga mji wao wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao Hagai nabii. Ndio. Na Zekaria mwana wa Ido. Ndio. Wakajenga wakaimaliza kazi yao. Ndio. Kwa maagizo ya Mungu wa Israeli. Kwa maagizo ya Mungu wa Israeli. Na kwa amri ya Koreshi na Dario. Na kwa amri ya Koreshi na Dario. Na Artashasta mfalme wa Wajemi. Na Artashasta mfalme wa Wajemi. Ndio. Nyumba hiyo ikamalizika siku ya 3 ya mwezi Adari katika mwaka wa 6 wa kutawala kwake mfalme Dario. Wapendwa, amri ya Wayahudi kutoka utumwani tangu wachukuliwa na Babeli kipindi cha Wamedi na Wajemi, kwa kweli ilianza kutolewa chini ya nani? Ya Koreshi, lakini baadaye akafuatia Dario, baadaye akafuatia mfalme Artashasta. Ukija kuangalia katika amri zote hizi tatu, utaangalia katika kitabu hicho cha Ezra sura ya 7, tunaona kwamba kiamri ile ya Artashasta ndiyo amri pekee ambayo Wayahudi waliachwa huru kama watumwa, kwamba watoke wakajitegemee kama taifa huru wa muabudu Mungu wao. Lakini ukija kuangalia amri iliyotangulia, amri ya Koreshi, ilitolewa mwaka wa 538 kabla ya Kristo. Kabla ya nani wapendwa? Hiyo amri, kuna baadhi ya Wayahudi ambao walienda katika nchi yao ya ahadi kwenda kujenga mji, lakini walikuwa bado wako chini ya utumwa. Lakini amri ya pili ya Koreshi yenyewe inatolewa mwaka wa 519. Angalia miaka inashuka. 538, 519. Inashuka kwa sababu miaka kabla ya Kristo ilikuwa inahesabika kwa kufanyeje? Kwa kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa amri ya pili ya Dario inatolewa mwaka wa 519, lakini bado Wayahudi walikuwa chini ya utumwa wa Wamedi na Wajemi. Lakini amri ya Artashasta ambayo inakuja kutolewa mwaka wa 457 ni amri ambayo tunaona kwamba Artashasta kwa kurejea zile amri zote mbili, anaona kabisa kwamba Mungu alikuwa amemuinua kwanza Koreshi kama masihi wake, ya kwamba awe mkono wa kuweza kuwezesha mji wa Mungu au hekalu la Mungu kuweza kujengwa kule Yerusalemu. Kwa hiyo tunaona kwamba Artashasta anakuja sasa kuwaachilia huru Wayahudi waende kabisa kujenga mji wa Mungu mwaka wa 457 kabla ya Kristo, hii BC.
ni kwa lugha ya Kikoroni ni before Christ. Ndio maana nimeweka na Kiswahili inasema KK, yani kabla ya nini wapendwa? Ya Kristo. Maana mwaka wa 457 ndipo wakaachiliwa Wayahudi sasa wawe huru. Miaka yao 70 ya utumwa inakoma. Tunaona kwamba Danieli sasa anaambiwa kwamba tangu waachiliwe kutoka utumwani mwaka wa 457 taifa hili la Kiyahudi litakuwa na muda wa majuma tu mangapi wapendwa? 70. Majuma mangapi? 70. Majuma mangapi? Ambao tumeona kwamba majuma 70 ni miaka 400 na ngapi? Maana yake kwamba kama Myahudi ambaye atakuwa hajamgeukia Mungu baada ya hiki kipindi, kwa kweli waliachwa gizani. Hebu tutembee na haya majuma 70. Twende turudi mstari wa 25 Danieli 9. Tulitaka kuangalia kwamba je, haya majuma 70 yalikatwa kutoka wapi? Maana yake kwamba au yaliamuliwa lini? Yalikatwa kutoka wapi? Yanaanza kuhesabiwa wapi? Yanaanza kuhesabiwa kuanzia tangu walipoachiliwa utumwani. Kumbuka hapa malaika anakuja kuanza na majuma 70, lakini kwenye Danieli 8 Danieli alikuwa ameonyeshwa maono ya miaka 2000 ngapi? 300. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe majuma 70 na miaka 2300 vyote vinaanza kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Maana vyote vinaanza kwa pamoja. Maana kwamba kumbe majuma 70 au miaka 490 inakatwa kutoka kwenye 2000 ngapi? Ndio maana naambiwa kwamba muda wa miaka 490 au majuma 70 umekatwa kwa ajili ya watu wako ndani ya kipindi hiki cha 2300. Lakini mwishoni mwa miaka 2300 patakatifu patafanyeje? Patatakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo lazima tuangalie ni hekalu gani ambalo lilitakaswa mwishoni mwa miaka 2000 ngapi? 300. Maana hapo ndipo kwenye msingi wa imani yetu. Twende mstari sasa wa 25 Danieli 9 tuangalie, maana humo ndani ya majuma 70 kuna matukio mengi mpaka tunaambiwa kwamba habari ya kutiwa mafuta kwa yule Masihi. Masihi anayetiwa mafuta pale ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo tutaiona vizuri. Kimbia sasa msomaji, halafu mimi niko hapa, watu wa Mungu tufuatilie vizuri. Mchoro huu nimeweka kwa namna hii na unaweza kauona katika vitabu vingine huko katika namna nyingine, lakini unaweza kauandika kuendelea kurudia ili kuufahamu huu nabii. Hebu twende msomaji mstari ule wa 25 Danieli 9. Danieli 9:25. Ndio. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, ambayo ni mwaka wa 457 kabla ya Kristo, ndio hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Kutakuwa na majuma mangapi wapendwa? 7. Majuma 7 hapa. Tayari tunaanza safari watu wa Mungu. Majuma 7 kwamba yanaanza kuhesabiwa baada ya amri kutolewa. Majuma 7. Majuma 7 sawa na siku ngapi watu wa Mungu? Majuma 7 sawa na siku ngapi? 49. Maana siku kwamba juma moja lina siku ngapi? 7, si ndivyo? 7 mara 7 40 ngapi? Lakini katika unabii wetu wa muda mrefu, siku moja kwa mwaka, siku 49 sawa na miaka mingapi? 49. Ndio maana hapa tunaona miaka 40 ngapi wapendwa? Na 9. Ndio. Kumbe muda wa majuma 7 umeamuliwa kwa ajili sasa ya kuanza ujenzi. Ndio, endelea. Na katika majuma 62 tena hapa tunaona kwamba kuna majuma 62. Ndio. Utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki. Asante. Angalia, majuma 7 yanaanza kuhesabiwa huu mwaka wa 457 ambao ni miaka 40 ngapi wapendwa? Na 9. Tunaanza safari yetu. Maanake miaka hii inaanza kupungua. Maanake tunachukua 457 kutoa 40 ngapi? Tunapata miaka mingapi inabakia? 408 kutoka kwenye 450 ngapi? Tayari tunaona kwamba majuma 70 yanaanza kumegwa. Tayari majuma 7 tumeshatoa. Tayari hapa tunaona kwamba yanabaki majuma 63, si ndivyo? Kwenye majuma 70 tumetoa majuma 7. Tunabaki na majuma 63. Tayari baada ya majuma 7 kuna majuma 60 mangapi? Na mawili, ambao haya majuma 62 sawa na siku ngapi? Majuma 62 watu wa Mungu sawa na siku ngapi? Inakuja 7 mara 62 inakuja 14. 7 mara 6 42 43, si ndivyo? Inakuja miaka 430 ngapi? 34. Bwana Yesu asifiwe. 430 na ngapi? Na 4. Angalia hapa mtu wa Mungu. 434.
Si tuko sawa? Tuko sawa. Angalia hapa. 438 tunaanza kuyahesabia hapa. Lakini tunataka kuangalia kwamba inakuja kuishia wapi? Inakuja kuishia mwaka 20 na ngapi? Na 7. Kivipi inakuja 27? Si ndivyo watu wa Mungu? Inakujaje 27 hapa? Angalia. Hii miaka hii sinaenda napungua. Maana kipika ilikuwa inahesabika kwa kufanyaje? Maana yake kwamba hii 408 imo ndani ya 430 na ngapi? Na 4, si ndivyo? Maana yake ilihesabiwa hii mpaka ikaisha yote kabisa, ikaisha, si ndivyo? Sasa tuje tuangalie kwamba hii inakuja kuishia wapi? Majuma 62 yanakuja kuishia wapi? Si ndivyo? Si ndivyo watu wa Mungu? Tunachokifanya maana yake kwamba tunachukua miaka 434 tunatoa hii. Bwana Yesu asifiwe. 434 tunatoa hii hapa. Si ndivyo? Tunatoa 408. Tuje tuangalie kwamba majuma 62 yatatuleta hadi mwaka gani? Maana hii miaka ya kuhesabika ya kuhesabu kwa kushuka. Angalia hapa. Angalia huu mstari wa namba watu wa Mungu. Huku si tuna nini? Huku tuna hasi kushoto, huku tuna nini? Tuna chanya, si ndivyo? Maana yake kwamba hapa tuna moja hasi, hapa tuna moja chanya, si ndivyo? Si ndivyo watu wa Mungu? Sasa ukija kuangalia maana yake kwamba hii miaka 408 ilienda mpaka kabaki mwaka moja, baadaye kabaki 0, si ndivyo? Japo hakuna mwaka 0. Hakuna mwaka nini wapendwa? 0, si ndivyo? Sasa cha kufanya ambacho tunakifanya kwamba maana yake kwamba kumbe hii 408 imo ndani ya 430 ngapi? Kumbe tutachukua sasa 434 tutoe 408 tuangalie kwamba majuma 62 menyewe yataangukia mwaka gani, si ndio watu wa Mungu? Tunachukua sasa 434, si ndio watu wa Mungu? 434 tunatoa 400 na ngapi? 408 hapa. 408, si ndivyo? Hapa maana yake ni 14 kutoa 8 tunapata ngapi? Jamani hizi ni hesabu tu ambazo za kawaida, tuchangamke tu watu wa Mungu, lazima haya mambo tutembee nayo tu. Hapa tumebakiwa na 2, si ndivyo? 14 tulisogeza hapa hizi zile hesabu za kutoa zile. Tumebakiwa na 2. 2 kutoa 0 ni ngapi? 2, si ndivyo watu wa Mungu? Lakini hapa 4 kutoa 4 ni 0, maana yake hiyo inabaki na 20, tunabaki na 20 ngapi? Tunabaki na 26. Sasa swali linakuja, kwa nini hapa inakuja 27? Si ndivyo? Kwamba kwa nini hapa yanapoishia majuma 62 tuandike 27 badala ya 26? Si ndivyo? Tunaandika 27 kwa sababu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huwa hakuna mwaka 0. Hakuna mwaka wangapi wapendwa? Yaani ilipoisha hii 408 hatukuanza na mwaka 0, huwa hakuna mwaka 0. Maana yake kwamba miaka iliendelea kusonga. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwamba hapa kuna mwaka, maana yake tunachokifanya, maana yake baada ya kuandika 26 tunajumulisha na 1. Tunajumlisha na nini wapendwa? Na 1 ya mwaka 0. Maana yake ule mwaka wa 0 hapa ulihesabika kama mwaka kabisa, si ndivyo? Baada ya kuwa 26 inakuwa 20 ngapi wapendwa? 27. Ndio maana inakuja mwaka wa 20 ngapi wapendwa? Sasa hapa tumevuka kutoka kwenye BC au kwenye KK tumekuja kwenye BK au AD. Yaani baada ya nini wapendwa? Ya Kristo. Sasa angalia huu mwaka wa 27 kuna tukio lilitokea. Huu mwaka wa 27 kwa kweli katika kuangalia katika maisha ya Kristo tunaona kwamba Masihi alitiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alibatizwa huu mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo lazima tuelewe pia kwamba mafuta ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Hapa alitiwa mafuta maana kwamba Yesu hapa alibatizwa. Maana ukisoma fungu la Danieli 9 mstari wa 24 tunaambiwa kwamba moja ya matukio ambayo yamo ndani ya majuma 70 kuna kutiwa mafuta kwa nani? Kwa Masihi. Sasa Yesu alitiwaje mafuta hapo? Ukija kuangalia huu mwaka wa 70, mwaka huu wa 27. Alitiwa mafuta kwa sababu baba yake Mungu, baba yake na Kristo ambaye ni Mungu alimiminia roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Alimiminia roho, maana Roho Mtakatifu ni ishara ya mafuta. Ndio maana kwamba watu wameingia kwenye mtego pa kuambia kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu mwingine, tena unaita Mungu Roho. Na kushindwa kutambua kuwa Mungu kwamba roho anatolewa na Mungu. Maana yake kwamba ambaye alimtia mafuta Yesu
ni Mungu na alimtia kwa njia ya Roho wake. Hebu tusogee katika kitabu kile cha Matendo. Soma msomaji, Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10, tuangalie 37 na 38. Matendo 10. Ndio. Anasema, ndio. Jambo lile ninyi mmelijua. Ndio. Lililoenea katika Uyahudi wote. Ndio. Petro anawaeleza habari ya familia ya Kornelio baada ya kuambia waende kwa Kornelio kumueleza ambayo anapaswa Kornelio kuyafanya. Anawaambia kwamba jambo hili ninyi mmelisikia ambalo limeenea katika Uyahudi wote. Ndio. Likianzia Galilaya. Ndio. Baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. Baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. Habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe aliyemtia mafuta Yesu ni nani wapendwa? Ni Mungu. Leo huko tulikotoka wengi watu wa Mungu, leo watu wanaambiwa kwamba Yesu alitiwa mafuta na Mungu Roho, yani alitiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Unaona wanapogeuza? Ila aliyemtia mafuta Yesu ni Mungu. Alimtia mafuta na hayo mafuta yanaitwa Roho nini? Bwana Yesu asifiwe. Huu mwaka endelea msomaji. Anaweza kusema ndio kwamba na nguvu. Ndio, akatiwa Roho Mtakatifu na nguvu, akatiwa mafuta kwa njia ya Roho Mtakatifu na nguvu. Naye akazunguka huko na huko. Ndio. Akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Asante sana. Kwa maana yake kwamba mwaka 27 AD Yesu alitiwa mafuta na baba yake, na mafuta hayo ni ishara ya Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu alishuka katika ubatizo wa Yesu. Tunaona kwamba ni kwa umbo la hua. Na hilo umbo lilikuwa ni mfano, hakuwa njiwa, ila ule utukufu ulioshuka kutoka kwenye kiti cha enzi ulipomfikia Kristo mwanae ukatengeneza umbo la njiwa, ukamvaa Kristo. Kristo akavikwa utukufu, Roho akaondoka kwenda kuhubiri. Sasa tunaona kwamba mwaka 27 AD majuma 62 yanaisha. Maana yake tunakuwa na majuma 60 ngapi? 69. Tumeanza na majuma 7, majuma 62 na majuma 69. Sasa tunaendelea Danieli 9 mstari wa 26. Tuendelee, tumebakiwa na juma moja tu. Tukimbie msomaji. Anasema, ndio somo letu linasema mwisho wa miaka 2300 kuna tukio la ajabu, tuliangalie. Na baada ya yale majuma 62, baada ya yale majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali. Yesu angeuawa, Masihi atakatiliwa mbali. Endelea. Naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakaye kuja wataangamiza mji. Ndio ambao tunaelezwa habari ya serikali ya Rumi ya kiserikali itauangamiza mji na patakatifu. Na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika. Ndio. Na hata mwisho ule vita vitakuwapo. Vita vitakuwako ambavyo vinaendelea hadi leo. Vita vitakuwako ndio. Ukiwa umekwisha kukusudiwa. Ndio. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Masihi angefanya agano thabiti na watu wake. Yesu angefanya agano thabiti na watu wake kwa muda wa juma nini? Kwa muda wa juma moja. Angalia. Tayari tunaangalia kwamba kipindi cha rehema ambacho Wayahudi walikuwa wameshapewa, majuma 69 yameisha, limebaki juma moja. Baada ya hapo mambo yanajiroki. Kwa muda wa juma moja, yani juma moja ambazo tunaona kwamba ni siku ngapi? Juma moja ni siku ngapi watu wa Mungu? 7. Siku moja kwa unabii, siku moja kwa mwaka katika unabii wa muda mrefu. Tuna siku 7 sawa na miaka mingapi? 7. Miaka mingapi? Kumbe atafanya agano thabiti na watu wake kwa muda wa miaka mingapi? 7. Sasa angalia, sogea hapo kidogo msomaji. Anasema, ndio. Na kwa nusu ya juma hiyo. Na kwa nusu ya juma hilo, yani juma moja ambao ni siku 7, miaka 7, na nusu ya juma hiyo maana yake miaka 3 na mingapi? Na ndio. Atakomesha sadaka na dhabihu. Atakomesha sadaka na dhabihu. Sasa okay, hapa inabidi ili kusudi tuende vizuri. Naomba kifutio kidogo hapo mtumishi. Hapa kuna kitu hapa, tuona hapa.
hizi tunasema ni siku 3.5. Siku 3 na ngapi wapendwa? Na nusu. Okay, chaki yetu imeisha. Siku 3.5. Siku 3.5 tunaipata kwa habari ya juma moja, siri na siku 7 watu wa Mungu. Na nusu ya juma hilo Yesu anakomesha sadaka na nini? Na dhabihu. Siku 3.5 ambao ni miaka 3 na ngapi? Miaka 3 na ngapi? Na nusu. Miaka 3 na nini? 3 na mingapi? Na nusu. Angalia haya maajabu mtu wa Mungu. Na nusu ya juma hilo Yesu baada ya kubatizwa kwake atakomesha sadaka na nini? Na dhabihu. Kumbuka kulikuwa na sadaka na dhabihu za wanyama ambazo zilikuwa zinatolewa kafara hekaluni kwa ajili ya kumlenga nani? Yesu. Si ndivyo? Na alikomesha hii taratibu au hizi kawaida miaka 3.5 baada ya kubatizwa kwake. Ambao tunaona kwamba hapa Masihi alikatiliwa nini wapendwa? Mbali miaka 3.5 baada ya kubatizwa kwake, ambao hii inatuleta mpaka mwaka wa 31 baada ya Kristo. Yesu anakufa wapi wapendwa? Msalabani. Si ndivyo? Anakufa msalabani. Kumbuka kuna juma moja bado tuna nusu juma. Tuna nusu nini? Ambazo ni siku 3 na mingapi? Na nusu. Angalia kwamba hizi siku 3.5 zinakuja kuishia mwaka wa ngapi? Wa 34. Tunaona kwamba majuma 70 yanakamilika. Rehema kwa Wayahudi. Tunaona kwamba katika huu mwaka Wayahudi waliikataa injili ya Kristo na wakathubutu kumpiga mawe mtumishi wa Mungu nani? Stefano. Tunaona kwamba rehema kwao inafungwa majuma 70, miaka 490 inaisha, ambayo kwamba hii miaka 490 zote zilianza pamoja na miaka mingapi? 2300. Lakini lengo letu ni safari ya kwamba mwishoni, somo letu linasema mwisho wa miaka 2300. Si ndio watu wa Mungu? Kulitokea tukio gani? Maana tunaambiwa kwamba mwishoni mwa miaka 2300 patakatifu ndipo patafanyeje? Tuangalie patakatifu palipotakaswa ni patakatifu pa aina gani? Maana hapa duniani kulikuwa na patakatifu. Angalia mtu wa Mungu. Kwenye miaka 2300 ukitoa tayari hapa tumeshatembea miaka 490, sivyo? Chukua 2300, toa miaka 490, angalia itabakia miaka mingapi kuanzia hapa mwaka wa 34 AD ambapo yaliishia ile majuma 70. Tuangalie nabakia miaka mingapi ili tujue mwisho wa miaka 2300 inaishia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, 2300 kutoa 490. Maana 490 inakomea hapa sasa, si ndivyo? Inakomea hapa. Si ndivyo watu wa Mungu? Kumbuka 2300 inaendelea. Tunabakiwa na miaka mingapi? Ukichukua hapa 0 kutoa 0 tunabaki 0, si ndivyo? Hapa, si ndivyo? Tunasogeza hapa inakuwa 10, si ndivyo? 10 kutoa 9 tunabaki na ngapi? Na 1. Lakini hapa kuna ngapi wapendwa? Kuna 2. Hii tunasogeza inakuwa 12, maana yake 4, kwamba 12 kutoa 4 tunabaki na ngapi? Na 8. Hapa tulibakiwa na 1, maana yake tunabaki na miaka 1100 ngapi? 1810. Kumbe tukitoa majuma 70 miaka 490 kwenye miaka 2300 tunabakiwa na miaka mingapi? Miaka 1810 ambayo tunaanza kuihesabia hapa mwaka 34 hapa. 1810 tunaanza kuihesabia hapa, maana yake kwamba kumbe 2300 itaishia wapi? Tunachukua 1810 tunajumlishia hii 30 ngapi? 34. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kumbe 2300 itakuja kugota mwaka 1840 ngapi? Kumbe ndipo patakatifu patakapofanyeje? Patakapotakaswa. Kumbuka sasa kwamba angalia hapa kuna mwaka 70 AD. Mwaka 70 nini? AD, hekalu lililokuwepo Yerusalemu lilibomolewa na Warumi. Lilibomolewa na nini? Ambalo mpaka leo halijajengwa, ndio wanafanya harakati za kulijenga. Ndio wanafanya harakati za kujenga tena hekalu la ngapi? Wanafanya hizo harakati sio kwa ajili ya kumwandalia Yesu njia, ila wanajiandaa kwa ajili ya kumpokea Yesu wao ambaye walimtarajia Wayahudi. Maana Wayahudi leo mpaka leo ambao walimkataa Yesu wanangojea Yesu azaliwe, ndio maana wanajenga hekalu la ngapi? Na hilo liko chini ya usimamizi wa Rais Donald Trump. Na tena marabi wanasema kwamba huyo Yesu wao wameshaanza kuwasiliana naye. Yesu aliwaambia Wayahudi kwamba
kwa kweli mimi nimekuja kwa jina la baba yangu, kwenye Injili ya Yohana 5 mstari wa 43, nimekuja kwa jina la baba yangu, umenikataa. Mwingine atakuja kwa jina la baba, kwa jina lake mwenyewe, mtafanyeje? Kumbe ukija kuangalia mwaka 70 hapa duniani hakukuwa na hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Likabomolewa. Kumbe mwaka 1844 hekalu ambalo lilikuwa linatakaswa sio hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ni hekalu la wapi? La mbinguni, ambalo Musa hekalu la duniani alifanya kutokana na mfano wa hekalu la wapi? Kumbe hekalu la kipindi cha Agano Jipya ni hekalu la mbinguni, ambalo tunaona kwamba kutakaswa kwa patakatifu ambako tunakuona huku tunaletwa kwenye lile tukio ambalo lilikuwa linafanyika mara moja tu kwa mwaka kwa Waisraeli, ambapo ilikuwa ni siku ya upatanisho. Kuhani mkuu alikuwa anatoka chumba cha kwanza cha patakatifu anaingia chumba cha pili cha patakatifu. Kwa nini wapendwa? Kumbe huu mwaka patakatifu, kwamba patakatifu takaswa, tayari tunamwona kuhani wetu mkuu mpya Yesu Kristo anatoka chumba cha kwanza kuingia chumba cha ngapi? Na somo letu linasema mwishoni mwa miaka mingapi wapendwa? Sasa ona haya maajabu. Kitabu cha Maandiko ya Awali sura ya 11. Baada ya hii nukuu nitawakaribisha watu wa Mungu. Ona haya maajabu. Kwa nini tuko hapa watu wa Mungu? Kumbe lazima tuelewe kwa kweli watu wa Mungu tumesimama wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Maandiko ya Awali. Maandiko ya Awali sura ya 11 inasema mwisho wa miaka 2300. Soma msomaji kwa haraka tukimbia. Anasema, ndio, niliona kiti cha enzi na juu yake akiwa ameketi Baba na Mwana. Hebu tunapoisoma hii sura niseme hivi watu wa Mungu, tunazungumzia kwamba kwa nini tumeyarudia mapito ya zamani. Tumeamua kurudi katika imani ya Waadventista wa Sabato wa awali. Tumeamua kutengeneza. Waliamini nini habari ya Roho Mtakatifu? Waliamini nini habari ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaelezwa mwishoni mwa miaka 2300, mwaka 1844 Yesu anatoka chumba cha kwanza kuingia chumba cha pili cha patakatifu. Yesu alipokuwa akiwadhihirishia watu wake wana marejeo, waliona nini ambacho walikisimamia? Anza msomaji tena mwanzoni. Sura ya 11 ndio anasema mwisho wa siku 2300. Mwisho wa siku 2300. Anasema ndio, niliona kiti cha enzi. Niliona kiti cha enzi. Nabii anasema kwamba mwishoni mwa miaka 2300 alipofunuliwa katika hekalu la mbinguni, tunaambiwa kwamba aliona kiti cha enzi na juu yake akiwa ameketi Baba na Mwana. Na juu yake akiwa ameketi nani? Baba na Mwana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Na juu yake alikuwa ameketi nani? Baba na Mwana. Ndio. Nilitazama uso wa Yesu na kuvutiwa na umbo lake la kupendeza. Ndio. Sikuweza kuona umbo la Baba. Ndio. Kwa maana alifunikwa na wingu la utukufu. Baba alikuwa amefunikwa na wingu la utukufu, utukufu ule ambao kwamba utukufu wake ambao pia ulishuka siku Yesu anabatizwa, Roho wake ndio alikuwa amefunikwa. Ndio. Nilimuuliza Yesu iwapo Baba yake ana umbo kama lake. Angalia. Unajua kwa nini Nabii Ellen G. White alimuuliza Yesu hilo swali? Nabii Ellen G. White alimuuliza Yesu hilo swali katika maono akifunuliwa kwamba baba yako na yeye ana umbo kama wewe. Alimuuliza kwa sababu gani? Kwa sababu tayari hawa watu wa Mungu walikuwa natoka katika makanisa ya Kiprotestanti ambayo yaliacha uprotestanti yakarudia mafundisho ya Roman Catholic, sivyo? Ambapo walifundishwa kwamba Mungu ni utatu, ambapo yeye haeleweki, anageuka, anabadilika. Na leo watu wanaambia kwamba yeye anakuwa mwana huyo, anakuwa baba huyo, anakuwa roho huyo, yani haeleweki. Na wakifuatia sana wanaambia yeye haeleweki wala hata umbo hana. Wakijaribu kumchora, wanamchora na vichwa vitatu. Na wakati mwingine wakijitahidi wanamsambaratisha, wanamweka baba hapo, wanamweka Mungu mwana hapo, wanamweka Mungu roho hapo. Ibada za kipagani, miungu ya kipagani. Sasa nabii anamuuliza hili swali Yesu kwa makusudi, maana waliambiwa kwamba Mungu hana umbo. Na leo wangapi tumewasikia huko tukiwashuhudia? Alimuuliza kwamba je, baba yako ana umbo kama wewe? Ndio. Anasema ndio, kwamba akanijibu kuwa analo. Yesu akajibu analo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tumsikilize Yesu au maneno ya mtu? Wapendwa, tunamsikiliza nani? Kwamba baba analo umbo, na tutamuona Mathayo 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Tutamuona umbo analo. Ndio. Anasema ndio,
Lakini sikuweza kuliona umbo lake. Ndio. Kwa maana alisema, ndio, mara tu ukitazama utukufu wa umbo lake, ndio unakufa hapo. Unakufa hapo hapo. Endelea. Kwa sababu nabii alikuwa bado katika mwili huu ambao haujabadilishwa, asingeweza kulitazama hilo umbo. Ndio maana kwamba tutakapobadilishwa na kuvikwa miili ya kutokufa, tutamuona Mungu uso. Kwa nini wapendwa? Kwa uso. Kwamba asingemuona lakini umbo analo. Endelea msomaji. Mbele ya kiti cha enzi, mbele ya kiti cha enzi niliona watu wa marejeo. Aliona watu wa marejeo, watu ambao walishughulika na huu nabii, kuanzia watangulizi ambao walikuwa mstari wa mbele kina William Miller na wengine, walikuwa wakihubiri huu ujumbe, na ujumbe wa miaka 2300 katika vinywa vyao lilikuwa ndilo neno la kulindia imani. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaona mbele ya kiti cha enzi watu wa marejeo, ndio kanisa na ulimwengu. Aliona hapo sasa kulikuwa na kanisa na nini? Na ulimwengu. Angalia, kumbe watu wa marejeo waligawanyika makundi haya. Makundi haya. Kanisa na ulimwengu. Ndio, endelea. Niliona makundi mawili. Akaona makundi mawili. Kundi moja lilisujudu mbele ya kiti cha enzi kwa kicho. Kundi moja lilisujudu mbele ya kiti cha enzi kwa kicho. Wakati kundi jingine lilikuwa limesimama bila kicho na bila kujali. Watu wa Mungu karibuni, kuna wageni hapo, mtumishi Maka. Karibuni watu wa Mungu, karibuni sana, karibuni sana. Kwamba kundi moja lilikuwa limesimama mbele ya kiti cha enzi kwa kicho, lakini kundi jingine lilikuwa limesimama bila kicho na bila kujali. Lingine bila kicho wala kujali. Angalia, wana marejeo ligawanyika makundi mawili, kanisa na nini? Na ulimwengu. Ndio, endelea. Wale waliokuwa wanasujudu mbele ya kiti cha enzi, waliokuwa na sujudu mbele ya kiti cha enzi walikuwa wakiomba na kumtazama Yesu. Angalia, walikuwa wakiomba na kumtazama nani wapendwa? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wakiomba na kumtazama Yesu, ndio. Kisha naye Yesu akamtazama baba yake. Ndio, maana Yesu ndiye muombezi wetu kwa baba, hakuna mwingine. Leo watu wanaambiwa kwamba muombezi wao ni Bikira Maria, kwamba Yesu ndiye muombezi wetu kwa baba. Wale wanyenyekevu walikuwa wanamuomba Yesu ambaye alikuwa anawasilisha maombi yao kwa baba. Ndio, endelea. Na Yesu akaonekana kuwa anawaombea kwa baba. Ndio. Nuru ilikuwa ikitoka kwa baba hadi kwa mwana. Angalia watu wa Mungu, nuru inatoka kwa baba kuja kwa nani? Kwa mwana. Roho. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu. Yesu alisema utukufu ule ulionipa na mimi nimefanyeje? Nimewapa hao, nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Ndio. Kwamba utukufu ulikuwa unatoka kwa baba kuja kwa mwana, ndio. Na kutoka kwa mwana hadi kwa kundi lililokuwa likiomba. Unatoka kwa mwana hadi kwa kundi lililokuwa likiomba. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ndio, endelea. Kisha niliona mwanga wa nuru iliyozidi kiasi, ndio, ikitoka kwa baba hadi kwa mwana. Ndio. Na kutoka kwa mwana iliangaza kwa watu waliokuwa wakiomba mbele ya kiti cha enzi. Ndio. Lakini ndio wachache tu ndio waliopokea nuru hii. Wachache tu, maana kwa kweli wana marejeo waligawanyika makundi mawili, kanisa na dunia. Waliokataa ujumbe wa malaika wa kwanza wakatangaziwa anguko, wakarudi duniani. Kama leo, kwamba leo kwa kweli makundi yamekuwa ni mawili. Usitishwe na mtu ambaye anasema mimi ni mwadhimisha msabato, wengine wamebaki na jina. Lazima tutengeneze, lazima dunia na kanisa vionekane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaonyeshwa nabii hapo. Endelea, rudia hapo kidogo msomaji. Nasema ndio. Kisha niliona mwanga wa nuru iliyozidi kiasi, ndio, ikitoka kwa baba hadi kwa mwana. Ndio. Na kutoka kwa mwana iliangaza kwa watu waliokuwa wakiomba mbele ya kiti cha enzi. Ndio. Lakini wachache tu ndio waliopokea nuru hii kuu. Ndio. Wengi walitoka katika nuru hiyo mara wakaanza kupinga. Ndio. Wengine walikuwa wasiojali na hawakuifurahia nuru hiyo, nayo ikaondoka kwao. Nuru ikaondoka kwao, wakaachwa gizani, wakaanguka. Ndio. Wengine walifurahia wakaenda na kupiga magoti pamoja na kundi dogo lililokuwa likiomba. Ndio. Kundi hili lote lilipokea nuru na kuifurahia. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza hapa tunaona kuna baba na mwanae kwenye kiti cha nini? Na tunaona kwamba Danieli yeye alipoyaonesha haya maono, ukisoma Danieli 7 mstari wa 9 na wa 10, aliona pia malaika wanazunguka kiti cha nini? Sasa ukija kuangalia tayari tumeshamuona baba, tumeshamuona mwana na kuna malaika. Endelea msomaji, lakini jinsi ambavyo sasa watu wa Mungu wanapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Na nyuso zao ziling'aa kwa utukufu wake. Ndio. Nilimwona baba akiinuka kutoka katika kiti cha enzi. Ndio. Akachukuliwa katika gari la moto
hadi katika chumba cha patakatifu pa patakatifu ndani ya pazia, yaani chumba cha pili. Hapo tunaelezwa mwishoni mwa miaka 2300. Endelea. na kuketi. Kisha Yesu naye akainuka kutoka kwenye kiti cha enzi. Ndio. Na wengi kati ya wale waliokuwa wakisujudu mbele ya kiti cha enzi, ndio, wakainuka pamoja naye. Ndio. Sikuona mwale hata mmoja wa nuru ukitoka kwa Yesu kulijia lile kundi lisilojali baada ya Yesu kuinuka. Ndio. Kundi hilo liliachwa katika giza kamili. Ndio. Wale walioinuka pamoja na Yesu, ndio, waliendelea kumkazia macho Yesu alipotoka juu ya kiti cha enzi. Ndio. Na aliwaongoza nje mbele kidogo. Ndio. Kisha aliinua mkono wake. Yesu aliinua mkono wake wa kuume na tulisikia kwa sauti yake ya upendo akisema, ndio, subirini hapa. Ndio. Naenda kwa Baba yangu kupokea ufalme. Amina. Endelea. Chungeni mavazi yenu yasiwe na mawaa. Ndio. Na muda kitambo nitarudi kutoka harusini, ndio, na kuwapeleka kwangu. Ndio. Kisha gari la wingu lenye magurudumu mfano wa moto wakao, ndio, likizungukwa na malaika likaja mahali alipokuwa Yesu, akapanda ndani ya gari hilo na likampeleka patakatifu ambapo Baba alikuwa ameketi. Mwaka 1840 ngapi? Tunaona hapo kuna Baba Mungu, kuna mwanae Yesu Kristo na kuna malaika. Si ndivyo? Sasa Yesu anaingia chumba cha pili. Endelea hapo msomaji. Hapo nilimwona Yesu. Alimwona Yesu kuhani mkuu. Ndio. Akisimama mbele ya Baba. Ndio. Kwenye pindo la vazi yake kulikuwa na njuga na komamanga. Ndio. Wale walioinuka pamoja na Yesu, ndio, walielekeza imani yao kwake katika patakatifu pa patakatifu. Ndio. Na kuomba. Angalia sasa hapo ambavyo leo na sisi tunapaswa kuomba. Wanaomba patakatifu pa nini? Wanamuomba Baba, wanaomba wakiombaje? Hebu soma hapo. Baba tupe roho yako. Walikuwa wanaomba. Angalia mtu wa Mungu, watakatifu ambavyo tunapaswa, walikuwa namuomba Baba tupe roho yako. Si ndio watu wa Mungu? Baba tupe roho yako. Ndipo Yesu aliwavuvia Roho Mtakatifu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamuomba nani? Wanaomba Baba tupe roho yako, lakini hiyo roho inatolewa na nani? Na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwamba Baba amekusudia kupitia mwanae sisi tupokee uzima, roho yake. Na hii roho ilikuwa inatoka kwa nani wapendwa? Kwa Kristo. Leo watu wanaambiwa kwamba Roho Mtakatifu ni kiumbe kingine kiko hapo kando ya Kristo, kinaitwa Mungu Roho. Sio kwamba ni pumzi ya uhai wa Kristo ambao kwamba ni uhai wa Baba, ambao Baba anakusudia kwamba watoto wake tupewe ili tuwe na uzima wa milele. Wanaomba Baba tupe roho yako. Roho inatolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji hapo. Anasema, ndio, katika roho hiyo aliyowapulizia, yaani Roho Mtakatifu, roho wa Mungu. Ndio. Katika roho hiyo aliyowapulizia, kwamba kumbe roho inapuliziwa uzima, pumzi ya uhai, sio Mungu mwingine. Watu wa Mungu, tukawaeleze watu watoke kwenye umizimu. Roho hiyo ambayo Yesu aliwapulizia, ndio kulikuwa na nuru, nguvu, upendo mwingi, furaha na amani. Yaani hiyo ni tabia kamili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya Mungu inakuja kwetu. Mungu anakaa ndani yetu kwa njia ya roho wake, uzima wake. Tunakuwa na fikra kama za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu pia akiingiwa na roho ya shetani anakuwa na fikra za nani? Za kishetani. Endelea msomaji. Anasema, ndio, akageuka tena nabii kuangalia kundi lililobaki likisujudu mbele ya kiti cha enzi. Akaangalia lile kundi ambalo lilikuwa halijali, ambalo limeshindwa kuelewa kwamba Yesu ameingia chumba cha pili. Lilikuwa linasemaje? Hawakujua kwamba Yesu amekwisha ondoka mahali hapo. Shetani alionekana akiwa amekalia kiti cha enzi akijaribu kuendesha kazi ya Mungu. Tulia hapo. Mtu wa Mungu hapo, kama ulikuwa unasinzia angalia. Kumbe shetani alionekana amekalia kiti cha enzi akijaribu kuendesha kazi hapa wapi? Duniani. Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14, shetani alikusudia kwamba naye aweke kiti cha enzi ili ya kwamba abudiwe kama Mungu. Alijaribu mbinguni ikashindikana, amekuja kufanikiwa duniani. Aliweka kiti cha enzi pale hapo. Ndio. Nikawaona wakitazama juu kwenye kiti cha enzi wakiomba. Wale waliokataa ukweli sinao wanaomba, wanasemaje? Baba tupe roho yako. Baba tupe roho yako. Huku wanakataa ukweli, halafu wanasema Baba tupe roho yako. Hebu angalia. Shetani aliwavuvia nguvu chafu. Angalia.
Kumbe mtu akikataa ukweli, hata kama aombe maombi, Baba tupe roho yako, roho inayokuja ni ya nani? Ni ya shetani. Shetani anawavuvia. Ndio leo watu wanapoomba Mungu roho, anakataa Mungu wa kweli, shetani anasimama mahali pake ili awajibu, maana yeye alikuwa nafasi ya 3 kutoka kwa Mungu kule mbinguni, nafasi ambayo leo inashikiliwa na malaika Gabrieli. Hapa duniani amejitangaza kama Mungu roho, na watu wanamwabudu makanisani kwamba Mungu roho tuvuvie, wanamuomba ili kwamba wajae. Ndio maana wanagaragazwa. Ndio maana tabia zibadiliki. Watu wa Mungu, ili tubadilike tabia, tuwe kama mfano, tufanane na Mungu wetu, tuombe roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo tunaomba baada ya kutii ukweli. Sasa shetani aliwavuvia nguvu chafu. Endelea hapo. Shetani aliwavuvia nguvu chafu. Katika nguvu hiyo kulikuwepo nuru na nguvu nyingi. Lakini haikuwa na upendo mtamu, ndio furaha na amani. Ndio lengo la shetani lilikuwa ni kuwashikilia katika udanganyifu na kuwarudisha nyuma na kuwadanganya watoto wa Mungu. Angalia sasa, ndizo ibada zinazoendelea leo duniani makanisani. Watu wanaweza kaimba asubuhi mpaka jioni, lakini usiku wanakesha, Baba tupe roho yako. Maadamu wamekataa ukweli, roho inayokuja ni ya shetani. Inaweza ikaonekana miujiza inafanyika ya uongo. Kwa kweli shetani tunavyoeleza kwamba atashusha hata moto, acha hii mioto ya kuigiza, atashusha kweli. Atafanya mazingaombwe, ataigiza kwamba watu wake wanatoa mapepo, lakini kwamba ikiwa ni roho chafu ambayo ndani yake hakuna tabia ya Mungu. Ndio maana ukiwagusa juu ya Mungu wao, hao makuhani wa Mungu roho, wanakuwa ni wakali. Wanakuwa ni wakali kwa sababu tabia ya baba yao iko ndani yao. Sasa watu wa Mungu, ukweli uko hivyo. Mwisho wa miaka 2000 ngapi? Hekalu ambalo tunaliangalia sasa ni hekalu la mbinguni. Yesu akituombea kwa nani? Kwa Baba. Tunamwomba Baba atupe roho yake, lakini kutoka kwa Mwana tunavuviwa roho ya Mungu, uzima wa Mungu, ili ya kwamba tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribisha watu wa Mungu, mwenye swali, mwenye nyongeza, tuko darasani tukafanye kazi ya Mungu. Karibuni watu wa Mungu. Karibisha sasa mwenye jambo la kuongezea au swali. Ni muombe tunapotafakari hilo, ni muombe kidogo mtumishi Maka, mtumishi kidogo. Asante, tulikuwa tunazungumza kidogo, maana kuna mtumishi ambaye angeweza kuendelea hapa, maana hajawasili. Kwa hiyo tutaendelea ili kuendelea kujengana. Baada ya hapo tunaweza tukawa na mapumziko kidogo, tunarudi kufunga Sabato. Bado tunaendelea sasa hapa, watu wa Mungu. Sasa tukaribishe swali au nyongeza, watu wa Mungu. Mungu ndivyo ambavyo anasema na sisi watu wa Mungu. Sasa tunapoyatafakari hayo, hebu pia tuweze kuangalia, au kuna aliyepata nyongeza, watu wa Mungu. Basi tunapotafakari nyongeza au swali, tunarudi kitabu cha Maandiko ya Awali sura ya 3. Hapa tu kwenye mwaka 1844. Kwa kweli makubwa Mungu aliyadhihirisha kwa watu wake. Maandiko ya Awali sura ile ya 3. Sura ya 3, hebu waambie watu wa Mungu inasemaje? Maono yaliyofuata. Shuka aya ya 2, kuna kitu tukiangalie. Anasema, ndio, katika patakatifu. Angalia mtu wa Mungu. Hii kitabu cha Maandiko ya Awali, hivi sema sijakiwekea ukurasa wake wa Kiingereza, lakini ni ukurasa wa ngapi hapo kwa Kiswahili? 26. Ili wanaotufuatilia basi anaweza akaangalia sura yake ya 3, lakini Kiingereza ni sura ya 2. Maono yaliyofuata ni ukurasa wake wa ngapi mtumishi? 26 utaangalia pale. Sasa tunaangalia aya ya 2. Baada ya mwaka 1844, watu wa Mungu waliona nini patakatifu kule? Endelea msomaji. Katika patakatifu patakatifu niliona sanduku. Nabii aliona nini wapendwa? Sanduku. Ndio.
juu yake na katika pande zake ilikuwa dhahabu safi. Hili ni sanduku la agano ambalo ndani yake kulikuwa kunatunzwa amri 10 za Mungu, mfano wa sanduku ambalo tunaona kwamba lilikuwa linatunza amri hapa duniani, mbao 2 za mawe. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba aliona hili sanduku lilikuwa limefanyeje? Juu ya kila mwisho wa sanduku kulikuwa kerubi wa kupendeza, ndio wakilifunika sanduku kwa mabawa yao. Kama tunavyoona hapo, kulia na kushoto kulikuwa na makerubi ambao wanafunika kwenye sanduku. Ndio anasema ndio nyuso zao zilikuwa zimeelekeana na walikuwa wanaangalia chini. Ndio katikati ya kerubi wao kulikuwepo chetezo cha dhahabu. Ndio juu ya sanduku ambapo malaika yani kerubi walisimama. Ndio kulikuwepo na mng'ao wa utukufu wa ajabu. Kulikuwa na mng'ao wa utukufu wa ajabu. Kumbuka, juu ya sanduku la agano ndipo palipo na kiti cha enzi, Mungu anaketi. Kumbuka kwamba hata nabii alipomuuliza Yesu, je, baba yako naye ana umbo kama wewe? Akasema nalo, lakini amefunikwa na utukufu, huwezi ukamuona, lakini tutakapobadilishwa tunaambiwa tutamuona. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anaambiwa kwamba katikati yale makerubi aliona utukufu wa nini? Utukufu wa ajabu. Utukufu wa ajabu, utukufu wa Mungu, ndio ulioonekana kama kiti cha enzi cha Mungu. Ndio Yesu alisimama mbele ya sanduku. Ndio na kadiri maombi ya watakatifu yalivyopanda kwake Yesu, ndio ufumba ndani ya chetezo ulifukiza moshi. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Maombi yetu yanapanda kwa nani? Kwa Yesu. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Patakatifu pa mbinguni sasa hivi kule juu, tunayemuomba aweze kupeleka maombi yetu kwa Baba ni nani? Ni Yesu, si ndivyo? Ni Yesu ndiye anayetuombea kwa nani? Kwa Baba. Anayetuombea kwa Baba, anatupatanisha na nani? Sio Bikira Maria wala mwingine, sawa? Leo watu hata huko tulikotoka General Conference wanasema kwamba kuna Mungu Roho anawaombea. Wanasema kwamba Mungu Roho anafanyaje? Lakini Yesu ndiye mwombezi wetu kwa Baba, akiwa hekaluni mbinguni katika umbo la kibinadamu, katika mwili wa kibinadamu, lakini yeye katika asili yake ya uungu anatupatia roho wake, tuko naye hapa, si ndivyo? Alisema walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa ajili ya jina lake, naye yeye yuko katikati. Malaika wanashuka katika kusanyiko la watu wa Mungu wakileta uwepo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 18 mstari wa 20. Walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, na mimi niko katikati. Kwa anayetuombea kwa Baba ni Yesu. Endelea hapo msomaji. Ndani ya sanduku mlikuwemo kopo la dhahabu lenye mana. Ndio, ambao mkate waliokula jangwani. Ndio, fimbo ya Haruni iliyochipuka. Ndio, mamlaka. Ndio, na mbao za mawe zilizokunjamana pamoja kama kitabu. Angalia, aliona mbao za mawe zilizokunjamana kama kitabu. Endelea. Yesu alizifungua. Zilikuwa kama kitabu, watu wa Mungu. Yesu akazifungua hivi, akazifungua. Yesu akazifungua. Ndio, nikaona amri 10. Akaona amri 10. Kumbuka hao watu wa Mungu wanatoka katika makanisa ya Kiprotestanti yaliyokataa ujumbe wa malaika wa kwanza. Walifundishwa kule kwamba amri za Mungu ziliishia wapi? Msalabani mwaka 31 AD. Hamna haja ya kushika amri za nani? Wakaona kwamba mbao 2 za mawe ambazo amri za Mungu zimeandikwa pale, ndio zimeandikwa juu yake kwa kidole cha Mungu. Ndio, juu ya ubao mmoja kulikuwa amri ya 4. Soma vizuri. Juu ya ubao mmoja kulikuwepo amri ya 4. Soma vizuri. Anasema juu ya ubao mmoja kulikuwa na amri ngapi? 4. Kulikuwepo amri 4. Ubao mmoja ulikuwa na amri ngapi wapendwa? 4. Maana yake amri ya kwanza hadi ya ngapi? Ya 4. Ubao mmoja, maana zilikuwa mbao 2 zimefunduliwa hivi kama kilivyo kitabu hiki. Endelea msomaji. Na ubao mwingine amri 6. Ubao mwingine wa pili ulikuwa na amri ngapi wapendwa? 6. Jumla zinakuwa ngapi? 10. Tuendelee. Kumbe amri 10 za Mungu tunapaswa kuzitii, zipo. Wale wanaofundishwa zilishia msalabani, jikoni. Maana yake wanaandaliwa kwa ajili ya kwenda wapi? Yaani wanaandaliwa kwenda jehanamu. Endelea msomaji. Amri za Mungu zipo na ndizo ambazo zitasimamishwa katika au zinazosimamishwa leo kuwapima watu wanaofaa kuokolewa au kupotea. Amri 10 za Mungu zipo mbinguni, zipo kwenye kiti cha enzi katika sanduku la agano. Endelea msomaji. Zile amri 4 zilizokuwa juu ya ubao wa kwanza. Angalia amri 4 ambazo sasa zinazungumzia habari ya uhusiano wetu wanadamu na Mungu, si ndivyo?
kuanzia usiwe na miungu mingine hadi kwenye Sabato. Si ndio watu wa Mungu? Zile amri 4 zilizokuwa kwenye ubao wa kwanza zilionekana kung'aa zaidi ya zile nyingine 6. Hebu ona haya maajabu na kile ambacho shetani leo amekifanya duniani. Zile amri 4 zilionekana kung'aa zaidi kuliko zile zingine ngapi? Lakini leo ambazo zimeonekana amri zinazodharauliwa ni hizi 4. Si ndio? Mtu akiwa na miungu mingine sawa. Mtu akisujudia sanamu sawa. Wala hata serikali hazina haja naye, si ndio? Wala, si ndio? Mtu akilitaja jina bure la Mungu, wala mtu akivunja Sabato. Si leo watu huko wako wanafanya biashara zao, si ndio? Watu wako mashambani. Yani wala serikali haishughuliki na wewe. Si ndio? Lakini angalia shetani alichokiigiza kwamba zile amri zingine ambazo kwa kweli ambazo kwamba Mungu alihitaji kwanza hizi 4 tuzikamate. Baada ya kuzikamata hizi 4 tuje hizi ngapi? 6. Ndiyo maana leo kwa nini maovu yanaendelea katika jamii? Kwa sababu amri 4 za kwanza zimefanyaje? Zimedharauliwa. Mtu anapokuwa na miungu mingine, maana yake kwamba hofu ya Mungu inakosekana, ataua, si ndivyo? Ataua tu. Atakuwa muongo tu. Atakuwa mzinzi tu, si ndivyo? Maana hana uelewa wa Mungu. Hakuna, yani Mungu anayemwabudu anaabudu miungu mingine. Endelea msomaji. Anasema, ndio. Lakini amri ya 4, amri ya Sabato, angalia mtu wa Mungu, iking'aa zaidi ya amri zote. Unajua asubuhi tulikuwa tunashughulika na habari ya matengenezo juu ya utunzaji wa nini wapendwa? Amri ya 4 ya Sabato ilikuwa inang'aa kuliko amri zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Maana Sabato ndio imetengwa kwa kutunza utukufu wa jina lake Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Sabato, watu wa Mungu, imetengwa kwa ajili ya kutunza utukufu wa Mungu. Yaani Mungu ameelekeza utakatifu wake kwenye nini? Sabato. Yaani Sabato, ndio maana tulijifunza watu wa Mungu kwamba kuipuuza Sabato ni kumpuuza Mungu. Kwamba hata wale walioingia katika miungu mingine, cha kwanza walichoanzia ni kuipuuza nini? Maana Sabato ndio inayotunza utakatifu wa Mungu. Endelea msomaji. Sabato takatifu ndio ilionekana kuwa yenye utukufu. Ndio. Mwale na utukufu ulizunguka. Ulizungukwa na mwale. Sabato ilizungukwa na mwale wa utukufu wa ajabu. Si hata juzi tu hapa walio katika mfumo wa General Conference wamehubiriwa na dunia ikathibitishiwe, naambiwa kwamba Bwana siku zote ni sawa. Sabato na Jumapili ni sawa. Na hapa alikuwa anahubiri mchungaji Baga. Tuliwasikizisha hata video yake hapa. Kwamba linapochomoza jua Jumamosi na Jumapili ni sawa. Yaani kwamba anaambiwa kwamba siku zote nini? Lakini Sabato tunaambiwa kwamba kwa kweli ni amri ambayo ilikuwa inang'aa kuliko amri zote. Maana yake kwamba tunaporudi katika siku za juma, siku ambayo Mungu amewekeza utakatifu wake ni siku ya 7, Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Malizia msomaji. Anasema, ndio. Nikaona kuwa ndio amri ya Sabato haikugongomelewa msalabani. Kama ambavyo wanafundishwa kwamba amri ya Sabato imegongomelewa wapi? Wanafundishwa hivyo. Ndio, endelea. Na kama iligongomelewa msalabani, basi na zile zingine 9 zigongomelewa. Basi watu waibe sasa wasikamatwe. Kama watu wazini, maana kwamba zote zimegongomelewa wapi? Kumbe ni ujanja tu wa shetani, anajua, maana yeye alikuweko mbinguni. Kwani hizi amri anazifahamu, alikuwa akiziona, alikuwa anaona utakatifu uliopo kwenye Sabato. Kwa nini ameishambulia Sabato? Hata wale ambao wamebaki nayo wamebaki kuitunza kimazoea. Ndio maana kwamba ili tubaki katika utakatifu wa Mungu, lazima sisi watu wa Mungu tuitunze Sabato kulingana na amri. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe amri zote zipo. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe jambo jingine tunaliona, licha ya kwamba ya kuthibitishiwa yupo Mungu mmoja wa pekee na wa kweli aliyefunikwa na utukufu, ambaye Yesu anamuita Baba, tunaona kwamba kuna mwana wa Mungu katika hekalu la mbinguni au kwa mbinguni, lakini tunaona kwamba kuna malaika. Roho ni uzima wa Mungu ambao sisi tunaupokea kupitia kwa mwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ya pekee sana ambayo watu wa Mungu tushikilieni hii kweli, tuipeleke hii kweli tena kwa ujasiri. Tuwathibitishie, maana Mungu anaita watu ambao ni jasiri wakati wa mwisho, akina mama, akina baba, vijana kwa wazee. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli upo.
Basi nakaribisha tena watu wa Mungu. Tumeona hayo maajabu. Sabato ni takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni takatifu. Zaka ni nini? Lakini tunaona Sabato Mungu anasema kwamba tukiheshimu kutoka moyoni, amri zingine zote tunazitii. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni watu wa Mungu, mwenye jambo la kuongezea au mwenye swali. Mtumishi Maka, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya wapendwa. Amina. Wale mtumishi, karibu sogea. Niseme kitu kimoja kwamba kama kuna kitu ambacho tunapaswa kujifunza na kutambua kwa undani zaidi, ni hili swala la miaka 2300. Maana hili ndicho kiini ambacho kinatufanya sisi kuwepo hapa. Amina. Kwa maana kwamba swala la miaka 2300 ndilo limebeba ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Na tunaona baada ya kipindi hiki kupita na Kristo hakuja, kilichofuata watu walikata tamaa. Watu walirudi nyuma. Kumbe jambo hili Mungu mwenyewe alikuwa anafanyaje? Mungu mwenyewe alikuwa akiliongoza. Nisome kitabu hiki kinaitwa Kisa cha Ukombozi. Ukurasa wa 265. Ni sura ya 50, nasema ujumbe wa malaika wa kwanza. Aya ya pili anasema hivi: Mungu alikusudia kuwapima watu wake. Mkono wake ulifunika kosa la kuhesabu vipindi vya unabii. Waadventista hawakugundua kosa hilo, wala halikugunduliwa na wasomi wakuu miongoni mwa wapinzani wao. Maadui wao walisema hesabu yenu ya vipindi vya unabii ni sahihi. Tukio fulani kubwa linakaribia kutokea, lakini silo analotabiri Bwana Mira. Tukio ni uongofu wa ulimwengu na wala si marejeo ya pili ya Kristo. Muda wa marejeo ukapita na Kristo hakuonekana kwa ajili ya ukombozi wa watu wake. Wale ambao kwa imani na upendo wa dhati walikuwa wamemungojea Mwokozi wao walipatwa na fadhaa kali. Hata hivyo Bwana alikuwa ametimiza kusudi lake. Alikuwa amepima mioyo ya wale waliokuwa wamedai kungojea marejeo yake. Waliokuwemo wengi miongoni mwao walikuwa wamevutwa si kwa nia nyingine yoyote kuu zaidi isipokuwa hofu. Ungamo lao la imani halikuwa limebadili mioyo au maisha yao. Pale tukio tarajiwa lilipokosa kutokea, watu hawa walitangaza kwamba hawakuwa wamefadhaika kamwe. Hawakuwahi kuamini kwamba Kristo angelikuja. Walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kudhihaki huzuni za waumini wa kweli. Kwa hiyo kumbe jambo hili lilipotangazwa na kuonekana mwaka 1844 Yesu angekuja, kundi kubwa lilijiunga ndani ya nini? Lilijiunga na ujumbe huu akina William Mira, na wengine walijiunga kwa hofu, wakijua kwamba nisipojiunga sasa Yesu atakapokuja itakuweje. Na jambo hili liliposhindwa kutokea la Yesu kuja, kundi kubwa la watu waliokuwa wamejiunga walifanyaje? Walirudi nyuma na kutangaza nia zao na dhamiri zao halisi kwamba mimi jambo hili wala sijafadhaika, wala sikuwa na haya mawazo kwamba Yesu angelikuja. Kwa hiyo hapa tukio la wanawali 10, 5 wapumbavu, 5 wenye busara likatimia. Unaona? Kwa hiyo 5 wenye busara waliingia na Yesu wapi? Patakatifu pa patakatifu. Na 5 wenye busara ndio hao waliorudi nyuma na kuona kwamba jambo hili halikuwepo. Kumbe jambo hili Mungu alikuwa akiliongoza kwa makusudi ili pia kupima nia za watu wale kwamba ni wapi wanaosimama kwa ajili ya ukweli. Na hili ndilo linalokwenda kukuta ulimwengu kwa wakati huu.
Maana kimsingi hata Jumapili inapoenda kutangazwa, kuna watu watatoka kule bila hata nia za dhati ndani ya nini? Ya mioyo yao, bila mizizi. Watajiunga hata na makundi watajiunga hata na makundi ya wanamarejeo. Na wengine hata kukimbilia kabisa milimani, lakini hali itakapokuwa ngumu watarudi kujisalimisha. Kwa hiyo lazima tusimame sisi kwenye ukweli, na kimsingi mtu anaposimama kwenye huu ujumbe, akatambua ujumbe wa malaika wa kwanza ulivyoendeshwa, ujumbe wa malaika wa pili ulivyokuwa, katika ujumbe wa malaika wa tatu ataweza kusimama sahihi. Na hata tangazo linapokuja, misukosuko inapokuja, mtu huyo atakutwa akiwa mizizi yake imeshashika kwenye neno. Na hivyo hata kama atakutana na misukosuko ya namna gani, atasimama kwenye ukweli ulio sahihi. Lakini wale watakao kuja Jumapili imetangazwa, hasa wale wanaotoka kwenye mfumo, waliokuwa wakiujua ukweli na milango yao ya rehema imekwisha kufungwa, watatoka kule kwa mihemko na kwa hofu kwamba Yesu asije akanikuta nikafanyaje? Nikabaki. Kwa hiyo watajiunga kwa mihemko na misisimko, maana hawatakuwa na mizizi kama hawa wanawali watano wapumbavu walivyojiunga kwa sababu ya hofu kwa misisimko, na jambo liliposhindwa kutimia, ndipo tunaona kwamba wanarudi wapi? Wanarudi nyuma. Kwa hiyo jumbe hizi tatu zinatufundisha sisi tuweze kusimama, ndiyo nanga, tuweze kusimama kwenye ukweli, na hatimaye Kristo anapokuja tuwe tumeimarika. Asante. Amina. Amina mtumishi. Watu wa Mungu, huu ni ukweli. Kumbe unaona miaka 2300 Danieli 8:14, hata nyakati za jioni na asubuhi 2000 ngapi? 300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Tayari watu wa Mungu walikuwa wanatoka kwenye kipindi cha zama za giza. Rumi kwenye ile kipindi cha mateso ya miaka 1260 walikuwa wameshaingiza mafundisho ya uongo kwamba patakatifu ni hapa duniani. Kwamba kumbe fundisho likaingizwa, na hata walipokuwa wanajifunza wana marejeo bali ya unabii wa miaka 2300, wao walielewa kwamba mwishoni mwa miaka 2300 dunia hii inakuja kuchoma moto. Inakuja kuchoma nini? Na tunajua dunia inachoma moto Yesu anaporudi, si ndivyo? Wao kawaida kwamba Yesu anarudi mwishoni mwa miaka 2000 ngapi? Na Mungu hapa akaona kwamba ngoja aweke mkono kufunika kosa ili kusudi kupima mioyo, kama alivyoongea mtumishi wa Mungu. Kweli wakaenda mpaka mwaka 1844 Yesu akurejea, kwa sababu hekalu ambalo lilikuwa linatakaswa sio dunia kuchoma moto, bali ni hekalu la mbinguni. Yesu anatoka chumba kimoja kwenda chumba kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kija kuangalia alichokizungumza mtu wa Mungu pale, kuna watu watachomoka kule bila mizizi, wakiwa na msisimko. Na ndio maana watu wa Mungu, hata sisi ambao tumeamua kuja hapa, tumekuja hapa sio kwamba nimetoka kule kuna mtu nimekosana naye. Si ndio watu wa Mungu? Sijatoka kwenye dhehebu langu nililokuwa kwa sababu kuna mtu nilikuwa namchukia, aidha mchungaji au muumini. Si ndio? Ila tumejitenga kule kwa sababu ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tukisimama na huo msimamo, kwa kweli tutajenga imani zetu kwenye Biblia. Kwa kweli tumejitenga kule kwa sababu ya kweli. Tunazo hoja ambazo tumesimama nazo za kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Sio chuki ya mtu fulani nilikuwa namchukia, ni kwa sababu ya ukweli. Unajua wakati mwingine ilifika mahali katika kanisa moja wakaanza kusema, huyu mchungaji yeye anasababisha tu watu watoke. Ngoja tu akitoka akija mwingine angalau mambo yatakuwa vizuri. Unaona? Nadhani hata sisi tulioko hapa sio kwamba tumekuja hapa tukitarajia kwamba mchungaji fulani akihamishwa mambo yatakuwa vizuri. Kwamba kilichofanya uasi ni mfumo. Hao wanasimamia maagizo. Si mafundisho yako kwenye vitabu vyao wanavyoamini, ataenda pembeni kivipi? Kwa lazima atasimamia. Ukisimama kinyume na mafundisho ya uongo, wanakuwekea mkasi kwamba wewe ni muasi, umeasi kanisa. Unaona? Wanaorudi kwenye ukweli ndio wanaambia kwamba wameasi nini? Kwamba ukiwaambia watu wa Mungu hawajawahi kuwa na kiumbe kinaitwa Mungu Roho, fundisho la utatu la kipagani ambao lilisababisha pembe tatu za Danieli 7 mstari wa 25 kung'olewa, Wamedi na Waheru na Vandes na Orthodox, kwa sababu wafalme wao kupinga hilo fundisho tangu lilipoasisiwa mwaka 325 na Konstantino. Watu wanaopinga hilo fundisho nao wanang'olewa makanisani, wanafutwa nini?
na kuitwa waasi. Leo watu wanahubiriwa unabii kule, ambia pembe tatu zikang'olewa, pembe ndogo iliinuka ikang'oa pembe tatu. Sasa hawaambiwi kwa nini pembe tatu ziling'olewa. Hawaambiwi kwa sababu yule Mungu wa Roma wamemleta ndani, ndiye wanamwabudu. Watu wabakiwe tu gizani, jamani, na huku sisi tunafundisha unabii. Unajua wakati mwingine tuwasaidie, mnafundishwa unabii gani? Unajua sio tu kutamka maneno ya kwenye Danieli na Ufunuo, si ndivyo? Unabii gani? Si ndivyo watu wa Mungu? Mtumishi Amon nilikuwa umenyosha mkono. Karibu mtumishi. Karibu mtu wa Mungu. Nilihitaji niulize swali. Karibu mtu wa Mungu. Tukisoma hizi siku 2300 ndio mwishoni pale, ndio tunaona wakati wakihubiri habari ya kuja kwa Yesu mwaka huo, ndio waliofanya kazi hiyo walikuwa ni watu wa Jumapili. Ndio. Na ukizingatia sana, inasemekana kwamba hakuna mhubiri hata mmoja ndio ambaye aligusa juu ya mtu fulani kuacha imani yake ndio na kuja kwenye imani ambayo labda yeye dhehebu ambalo yeye anaabudu. Ndio. Kwa walitangaza tu Yesu anakuja afanye matengenezo, wajiandae, lakini wabaki mtu kwa imani yake. Sawa kabisa. Na baada ya muda ule kupita, kaonekana Yesu hajaja. Ndio. Kukata tamaa kuliwakuta bado akiwa na watunza Jumapili bila shaka. Ndio. Sasa nitaka kujua, wakati wakitangaza marejeo ya Yesu mara ya pili kwa kuzingatia ujumbe wa malaika wa kwanza kumcha Mungu na kumtukuza, ndio walifikia kiwango cha kugundua kosa la utatu, ama kosa la utatu limegundulika baada ya muda gani kutoka 1844? Asante. Tumelisikia hilo swali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kwamba sasa je, kipindi wanahubiri wako kwenye hilo vuguvugu, hao wana marejeo. Je, waliweza kugundua fundisho la utatu? Kwa sababu Mila na wenzake lengo lake ilikuwa ni kuyarejeza makanisa yote ambayo ilikuwa imeanzishwa na wana matengenezo, akina Martin Luther, akina John Huss, akina John Calvin, yarudi, akina Wesley, yarudi kwenye ukweli. Lakini ukisogea hapo mbeleni ni kitabu cha Pambano Kuu sura 21. Hebu tusogee hapo kidogo tu aya ya 3. Halafu tunarudi sasa kwenye swali la mtumishi hapo. Pambano Kuu sura 21. Vitabu hivi Pambano Kuu tusiache mbali, watu wa Mungu. Tena tushughulike nayo sana. Maana nabii anasema kwamba ni moja ya vitabu ambavyo anatamani kiwemo mikononi mwa kila mtu, kwamba akisome. Anasema kwa sababu huu Pambano Kuu kati ya wema na uovu, pambano la mwisho, limeelezewa kwa uwazi mambo yaliyopita, yanayoendelea na yanayokuja. Hebu soma aya ya 3 mtumishi. Ndio. Nasema kwamba ndio wakati kazi yake ilipolenga kujenga makanisa, William Miller, wakati kazi yake ilipolenga kujenga makanisa. Ukurasa wangapi mtumishi? Waambie watu wa Mungu pale. Sura 21 ukurasa wa 314. Wa 314. Ndio. Wakati kazi yake William Miller ilipolenga kujenga makanisa kama alivyosema mtumishi, maana alilenga kwamba makanisa yote yaamshwe, Yesu anakuja, waamke, waende wapi? Mbinguni, si ndivyo? Wakati kazi yake ilipolenga kujenga makanisa, kwa muda kitambo ilipendwa. Si watu walikuwa naingia makanisani, unaona? Kwa muda kitambo kazi yake ilipendwa, ndio. Lakini wakati wachungaji na viongozi wa dini walipokataa fundisho la marejeo, wakati wachungaji na viongozi wa dini walipokataa ujumbe huu wa miaka 2300, ndio, na kunuia kukomesha na kuzima hamasa na majadiliano yote ya mada hii, na kunuia kukomesha kabisa majadiliano yote ya unabii wa miaka 2300, ndio. Hawakuipinga kwenye mimbari tu, hawakuipinga kutoka kwenye mimbari tu, bali waliwanyima washiriki wao fursa ya kuhudhuria mahubiri ya kuja mara ya pili. Tumemsikia mtumishi Maka alipokuwa anasema, tukielewa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili ulivyoenda, tutaelewa leo kinachoendelea. Washiriki walinyimwa fursa kwanza ya kujadili huu nabii, lakini pia ya kuhudhuria katika mikutano ambayo ukweli huo unafundishwa. Leo si watu wanaambia msiende kwenye yale mahubiri. Mkienda tunawafunga, tena wanatishwa, maana hao tunakuja kuwafunga. Na wakati mwingine msiende kusali huko kwao. Tena hata mkikutana nao njiani, piteni kwa kasi. Ila sasa hivi wamejirekebisha, wanakuwa wanatulia. Tena wakati mwingine wanatuita, "Njoni jamani tujifunze, njoni tujifunze." Wanajua wanaenda kupotea. Na kweli, wasipokubali huu kweli wanapotea. Kwa washiriki walikatazwa hata kuhudhuria kwenye ile mahubiri, ndio.
au hata kuzungumzia tumaini lao katika mikutano ya jumuiya za kanisa. Yaani hata kanisani mkisikia leo mtu akisikiwa anauzungumza habari ya utatu na nini, wewe au unaanza wewe kuzungumzia habari ya unabii, wanaanza kufuata pole pole. Kama walikuwa nakupatia kipindi wanakunyima, lakini baadaye kabisa wanaambiwa washiriki kwamba huyo muangalieni, mkae naye mbali. Ukianza kuzungumzia tu kwamba jamani kuna misingi mipya hii imeingizwa, ya kwanza haikuwa na utatu, walilipinga hili fundisho. Kwa nini hii nayo kwamba tumetolewa kwenye imani? Wanaanza kukuwekea alama. Baadaye kwamba wewe unafanya vizuri kurudisha watu kwenye ukweli, unaitwa kwamba wewe unataka kuasi. Hebu endelea pale kilichowapata wenzetu. Hivyo ndivyo waamini walivyojikuta katika jaribu na mfadhaiko. Walijikuta wao kwenye jaribu na mfadhaiko sana, Kanganyo na upinzani mkali. Ndio. Waliyapenda makanisa yao. Waliyapenda makanisa yao. Maana hili vuguvugu kwa wenzetu lilianza mwaka 1833. Hapa tunakimbia kuja mwaka 1840 ngapi? Waliyapenda sana makanisa yao. Kama sisi leo tulikuwa tunayapenda, tulitoa michango kule, tulifanyaje? Unaona, tulipenda hata kwamba huu kweli wasikio waokolewe. Waliyapenda sana makanisa yao, ndio, na hawakutaka kutengana nayo. Unajua, walipoona ushuhuda wa neno la Mungu ukinyamazishwa, lakini walipoona ukweli unanyamazishwa, ndio, na haki yao ya kuchunguza nabii inazuiwa, waliona kwamba ndio uaminifu wao kwa Mungu unawazuia kutii. Ndio wale waliotafuta kufungia nje ushuhuda wa neno la Mungu wakasema kwamba sasa hawa ambao wanajiita kwamba ni kanisa la Mungu huku wanakataa ukweli, tutafanyaje nao? Ndio, hawawezi kuhesabiwa kuwa miongoni mwa wale wanaofanya kanisa la Kristo. Basi kama wanakataa ukweli, hawa sio kanisa la Mungu, hata kama wanajiita ni kanisa la nani? La Mungu. Ndio, kuwa nguzo na umoja wa ukweli. Hivyo walijiona kuwa na sababu ya kujitenga kutoka kwenye madhehebu yao ya zamani. Wana marejeo kaona wana sababu ya kujitenga kwenye madhehebu yao ya zamani. Ndio. Katika majira ya joto ya mwaka 1844, karibu waumini 50,000 waliondoka kutoka makanisani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Waliondoka kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukweli. Kilichotutoa kule watu wa Mungu sio chuki na mchungaji fulani, sio chuki na mshiriki, lakini kwa sababu tumenyamazishwa tusiutii ukweli ambao ungetuokoa sisi na familia zetu, ukweli ambao ambao unaenda kuiokoa dunia, ambao Mungu ametoa. Walijitenga kwa sababu ya ukweli, na sisi tumejitenga kwa sababu ya nini? Sasa mtumishi ameuliza swali. Umeona sasa hapo? Sasa walipojitenga, si ndivyo? Wakakimbiza ujumbe wa malaika wa pili, wakayatangazia ile makanisa yote ya Protestant yaliyokataa Uprotestanti, umeanguka nini? Babeli. Hao watu wa Mungu wakasafiri kwa imani ukifuatia kwamba wakijua kabisa kwamba aliyeongoza kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Sasa wanatangaza anguko, wanaingia ujumbe wa malaika yule wa pili. Sasa tayari wakiwa katika madhehebu yao kule, walitunza Jumapili, waliamini Mungu ni utatu, ni utatu. Lakini tunaona kwamba kadiri ambavyo walikuwa kisafiri, kitabu cha maandiko ya awali sasa kiko tumishi. Maandiko ya awali tukisome sasa, wakiwa kule, kwa kweli bado kulikuwa na hizo nadharia za Mungu kutokumuelewa, lakini Mungu alikuwa anawajalia kwa ile nuru ndogo aliyokuwa nayo. Wanasafiri pole, lakini sasa hapa wanakuja kuelewa kwamba Yesu ametoka chumba cha kwanza cha patakatifu, ameingia chumba cha pili cha patakatifu nini? Na tunaona kwamba pale waliweza kushuhudia kwamba kumbe Mungu yupo na kuna mwanae na kuna malaika, wakaelewa habari ya roho. Sasa walichokifanya ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ya awali hivi kimbia kidogo 50 na 50 na hapa kwenye 50 na kuna kitu cha pekee sana hapa, natamani tukisome hapa. Mwamko wa marejeo kufunuliwa
58. Hebu ngoja tusogee 58. Kuna kitu hapa cha pekee sana. Okay, kuna kitu cha pekee sana. Kitabu hiki cha Maandiko ya Awali sura ya 50 na nilikuwa naitafuta kitabu maana hivi vitabu kama umekizoea cha kwangu sasa sijui nilikuwa nimekuja nacho kama basi kuna ndugu ambaye aliweza kuwa nacho au basi nitaangalia zaidi. Ukurasa wa 59. Tukimbie sura ya 59. 59 watu wa Mungu. 59 ukurasa wake wa 254 aya ile ya pili. Aya ile ya pili kutoka mwisho inaanzia na neno watu wengi. Mtumishi, hebu tusomee hatua kwa hatua. Kwa kweli mpaka hapa fundisho la utatu bado ndio maana nabii alimuuliza Yesu, "Je, baba yako na yeye ana umbo?" Maana tayari huko alikuwa amefundishwa kwamba Mungu ni utatu. Haeleweki, anageuka. Sasa mpaka hapa mwaka 1844 wamegundua kwamba kumbe kuna Mungu, kuna mwana wa Mungu, kuna malaika na roho tunapokeaje. Sasa walichokifanya ni nini? Mtumishi, soma hapo. Sura inasema ufafanuzi mwingine wa ujumbe wa malaika yule wa pili wa kwanza unatolewa zaidi. Hebu soma hiyo sura. Anasema ndio watu wengi. Wangapi tumepapata hapa watu wa Mungu kwanza tulicho na kitabu? Mwingine nani ana kitabu hicho? Kama hajafika tusaidiane. Mtumishi, hebu angalie ukurasa wangapi? Ukurasa 254. 254 aya ile ya pili kutoka mwisho, watu wengi. Hapo tunahitaji kupasoma. Soma hapo. Nasema ndio watu wengi walinua sauti zao ili kupiga kelele kwamba ndio tazama bwana harusi waja. Ndio. Na kuacha ndugu zao ambao hawakupenda marejeo ya Yesu. Ndio. Maana makundi yaligawanyika mawili. Ndio. Na ambao hawakutaka waambiwe kuhusu kuja kwake. Ndio. Niliona Yesu akiwageuzia kisogo wale waliokataa na kudharau habari za marejeo yake. Waliodharau ujumbe wa malaika wa kwanza Yesu aliwageuzia kisogo wakabaki gizani, ndio maana wakaanza kumwomba shetani anawavuvia roho yake chafu. Na kisha aliwaagiza malaika zake kuwatoa watu wake miongoni mwa wasio safi ili wasije wakanajisika. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliagiza malaika zake kuwatoa watu wake miongoni mwa wasio safi ili wasije wakanajisika. Maana yake kinacho najisi ni mafundisho ya uongo. Unajua kuna nani ambaye watu wa Mungu hatujatoka kule kwa nguvu zetu? Unajua hatujatoka kule kwa nguvu zetu. Yaani kulikuwa na msukumo. Hata kipindi hicho kwamba Mungu aliagiza malaika zake kuwachomoa watu wake miongoni mwa wasio safi, maana mafundisho ya uongo yana najisi, yanachafua tabia. Kinachotengeneza tabia ya Mungu ya mtu afai kuokolewa ni ukweli. Malaika wakawachomoa. Endelea msomaji. Wale waliotii ujumbe walisimama kwa uhuru na hali wameungana. Unajua watu wa Mungu tuna uhuru wa kutii ukweli tukiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Walisimama kwa uhuru huku wakiwa wameungana, na sasa tunaungana kanisa kwa kanisa hadi taifa hadi dunia. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Nuru takatifu iliangaza juu yao. Ndio. Waliacha dunia. Wakaziacha faida zao za kiulimwengu. Na kuacha hazina zao za kidunia. Ndio. Na kwa shauku wakaelekeza macho yao mbinguni. Ndio. Wakitazamia kumuona Mwokozi wao mpendwa. Ndio. Nuru takatifu iling'aa katika nyuso zao. Ndio. Ikieleza amani na furaha vilivyokuwa ndani yao. Ndio. Yesu aliwaagiza malaika zake kwenda kuwatia nguvu. Wapendwa, Yesu aliwaagiza malaika zake kwenda kuwatia nguvu watu wa Mungu. Malaika wanatumwa wakiwa na mafuta kutumiminia roho tupate nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Maana saa kujaribiwa kwao ilikuwa karibu. Ndio. Niliona kwamba wangojaji hao walikuwa hawajajaribiwa ipasavyo. Maana kwamba bado kulikuwa na takataka za mafundisho ya kipagani kwao na mafundisho ya kipapa kwao. Kwamba bado walihitaji kujaribiwa vizuri, kupitishwa kwenye mchekecho. Ndio. Walikuwa hawajatengana kabisa na uovu. Bado kulikuwa na mafundisho ambayo hayaeleweki. Ndio.
niliona rehema na fadhili za Mungu kwa kuwatumia onyo watu wa dunia. Ndio. Na ujumbe wa mara kwa mara. Ndio. Ili kuwaongoza kuchunguza moyo kwa bidii. Ndio. Na kujifunza maandiko. Ndio. Ili wapate kujivua na makosa walioyapata kutoka kwa wapagani na mapapa. Sasa tunatulia. Ili wapate kujivua kutoka kwenye makosa walioyapata kutoka kwa wapagani na mapapa. Kutoka kwa wapagani na mapapa. Fundisho kwa mfano la ambalo chanzo chake ni katika upagani, Uajemi huko. Fundisho likaja, watu wakiendelea kumwabudu Mungu wa utatu, na hapo akiwa amesimama Isis, Horus na Seti, kuanzia kwa Nimrod. Ndio maana ukiangalia hata maana huyu Mungu wa utatu anaabudiwa mpaka kwenye vyama vya asili. Ndio maana kuna alama moja huwa inatumika, wanasema IHS, kitu kama hicho. Tunaona hata skafu zao wamevaa IH nini? S. Isis, Horus na Set. Lakini hapa ni shetani anaabudiwa katika utatu. Anaabudiwa katika nini? Kwa hiyo akaanza kujivua kwenye mafundisho yote walioyapata kwa wapagani na kwa mapapa. Maana baada ya Rumi ya kiserikali ilikuja Rumi ya nini? Ya kidini, ndio ilikuwa na mapapa. Walijivua wakaacha. Endelea msomaji. Kupitia hizi jumbe Mungu alikuwa akiwatenga watu wake. Ndio. Na kuwaweka mahali kwa uwezo mkuu zaidi. Ndio. Na pale ambapo angeweza kuwatendea kwa uwezo mkuu mno. Ndio. Na kuzishika amri zake zote. Amina. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hawa watu wa Mungu walitoka hatua kwa hatua. Kipindi wanatangaza huu ujumbe, Mungu aliwajalia kulingana na uelewa wao na nuru aliyowafunulia. Walikuwa wanatoka gizani, Mungu anawapatia kidogo anawamulikia. Sasa kadri ambavyo waliendelea kuangaziwa, walianza kujivua na mafundisho yote ya kipagani na ya mapapa. Ndio maana kuna nyaraka za kanisa ambazo zinaitwa Adventist Review and Sabbath Herald. Kuna nukuu kizisoma pale, waasisi wetu walisimama kwamba kupinga hili fundisho la upagani wazi walilipinga. Kwa mtumishi, kipindi wanatangaza fundisho hili, hata Mungu sasa, Mungu yukoje? Walikuwa wamefundishwa kwamba kwanza amri 10 za Mungu zimeishia wapi? Msalabani, na Mungu ni utatu. Baadaye wakatoka kule. Waadventista wa Sabato sasa walipoitambua Sabato ya siku ya 7 ya juma, walipoelewa habari ya Mungu wa kweli na mwanae Yesu Kristo aliyemtuma, wakaelewa namna ambavyo wanapatanishwa na kuombewa mbele za Mungu, wakajivua. Ndio maana kwamba Waadventista wa Sabato awali walikataa fundisho la nini? La utatu. Kwa hiyo hata hawa leo kulirudia hili fundisho la utatu ni kwa sababu wamerudi kuungana na yale madhehebu. Maana muungano hauji unakuja kwa njia ya mafundisho. Unakuja kwa njia ya mafundisho, na fundisho mama ni fundisho hili la utatu ambalo Kanisa Katoliki linasema kwamba ndio msingi wa mafundisho yote ya Kikatoliki. Katika kitabu kinaitwa Catholic Handbook, ukurasa wake wa 11, anasema kwamba Catholic Handbook of Catholic, ukurasa wa 11, wanasema kwamba fundisho la utatu ndio msingi wa mafundisho yao, ndio nguzo. Na ni kweli, umizimu huo ndio nguzo, shetani anaabudiwa. Na wanasema kwamba Jumapili imetolewa wakifu kwa ajili ya huyu Mungu wa utatu, ambapo tunaona kwamba ni shetani amejitwalia kiti. Kwa hiyo mtu wa Mungu iko hivyo. Kwa Mungu alipowafunulia nuru wakatoka. Hata wengine walihubiri huu ujumbe hawajui Sabato, lakini baadaye sasa nuru ya Sabato ilipofunuliwa wakaingia kwenye ukweli. Lakini waliokataa ukweli wamebakia gizani, wakiendelea kwamba Baba tupe roho, wanavuviwa roho chafu. Hata wale ambao walipewa nuru kwamba nuru imetembea, lakini kwamba mfumo unapogeuzwa watu tena wamerudishwa kule walikotolewa. Unaona? Lakini sisi lazima tutembee na waasisi wetu mpaka Yesu anaporudi mara ngapi? Ya pili. Iko hivyo mtumishi. Karibu mtumishi. Labda sana. Naam, labda na mimi niongezee kidogo. Ndio, basi hapa sasa baada ya michango na nyongeza hapa tutapata kuwa na muda mzuri ambao tutapata tafakari ya hiki tulichojifunza. Tutakuwa na nyimbo za kuimba, tutaingia katika maombi ya dhati tunapoenda kufunga Sabato. Karibu mtumishi kwa ajili ya kuongezea. Naam, kimsingi swali la Amon alivyouliza, tunaona kabisa swala hili la fundisho hili la utatu limekuwepo hata kabla ya nini? Ya waasisi wetu. Kama mtumishi alivyoeleza, tunaona kabisa kwamba kipindi cha Konstantini ni kipindi ndio fundisho kwa ujumla yaliyosababisha hata watu wa Mungu kuingia kwenye mateso ule mwaka wa 338.
mpaka 1798. Kwa hiyo kumbe wao tayari wanakuja kuingia kwenye marejeo, wako kwenye vuguvugu hilo la marejeo. Shida kubwa ilikuwa ni nini? Shida kubwa ilikuwa pia ni haya mafundisho ya kipagani, na ndiyo maana tunaona sasa naye anapoonyeshwa kama roho ya unabii inavyosema, anamuuliza Yesu kwamba baba yako naye ana umbo. Tayari huku kulikuwa kumeshakuwa na nini? Na shida. Lakini pia kitabu hiki cha Kisa cha Ukombozi, roho ya unabii hii, sura ya 51, ujumbe wa malaika wa pili, ukurasa wa 267, aya ya pili, anasema hivi. Anasema kwa muda fulani makanisa mengi yalikaribisha juhudi zake, lakini kadiri walivyoamua kukataa ukweli wa marejeo, walitamani kuzuia uamsho wote wa fundisho hili. Wale waliokuwa wamekubali fundisho hili waliwekwa katika mazingira ya dhiki na fadhaa kuu. Waliyapenda makanisa yao na hawakuwa radhi kutengana nayo. Lakini kadiri walipodhihakiwa na kudhulumiwa, wakinyimwa fursa ya kutangaza tumaini lao au kuhudhuria kwenye mikutano ya mahubiri yaliyohusu ujio wa Bwana, hatimaye watu wengi waliinuka na kutupilia mbali nira iliyokuwa imeshinikizwa juu yao. Wana marejeo, baada ya kuona kuwa makanisa yamekataa ushuhuda wa neno la Mungu, hawakuendelea tena kuwahesabu kuwa wanaunda kanisa la Kristo, nguzo na msingi wa kweli. Na pale ujumbe umeanguka Babeli ulipoanza kutangazwa, walitambua kuwa na haki ya kujitenga kutoka katika mahusiano yao ya zamani. Kwa hiyo kumbe sasa pia nguzo na msingi kule nyuma bado ulikuwepo kwenye utaratibu. Na hivyo baada ya kuona sasa kama kanisa haya yametangaziwa, maana kimsingi kutangaziwa kuanguka ni kukataa nini? Ujumbe ambao ulikuwa ukihubiriwa, ujumbe wa malaika wa kwanza. Na hivyo ujumbe wa malaika wa kwanza uliwapeleka kwenye chumba cha pili cha hekalu na kumuona Kristo na kuona amri. Wakaona amri ya Sabato, na hivyo wakatoka sasa kwenye swala la kuitunza Sabato kuwa Sabato ya Jumapili na kurudi Sabato siku ya nini? Ya saba, kama ambavyo ilikuwa ikiendeshwa toka awali. Kwa hivyo swala hili kurudi kwenye huo utaratibu, makanisa yaliyokataa utaratibu yakatangaziwa anguko. Tayari walikuwa wameukataa ukweli na mambo yakaburukika, na wakaona hakuna sababu ya kuendelea kuwa na hayo makanisa, wakaamua kujitenga. Asante. Asante mtu wa Mungu. Najua Mungu wetu ni mwema sana. Tunashukuru sana watu wa Mungu sasa kwa kushiriki huu kweli. Sasa tunaona upana wa hii kazi. Kama ambavyo tunaona kwamba makanisa haya yalikataa ukweli kwa sababu ya kung'ang'ania mafundisho ya kipagani na ya mapapa. Tunaona kwamba waasisi wetu waliposimamisha huu ukweli kama tunavyoendelea kujifunza ulifika mahali ukabadilishwa, umekanyagwa. Sisi tumerudi kurudi katika mapito ya zamani, kusimamisha ule ukweli, maana Mungu ana kweli moja tu. Ndiyo maana sasa kwa mfumo wa General Conference kurudi kujifungamanisha katika mafundisho ya kipagani ya mapapa, hasa kumchukua Mungu wa Roma, Mungu wa utatu, kumuingiza ndani. Kwa kweli ule mfumo umegeuka kuwa dada wa yale madhehebu ambayo ilitangaziwa anguko mwaka 1840 ngapi? Tunajua kwamba mama yao anapatikana Ufunuo 17. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nini? Ana mabinti zake ambao tunaona kwamba ni mfumo wa kanisa Katoliki, ambayo kwamba tunasema ni mfumo wa kipapa. Kwa kija kuangalia Biblia imeyafunua haya ili watu wake wapone. Kwa hiyo ukweli utasonga na Mungu anaendelea kuandaa jeshi lake kwa ajili ya kazi ya mwisho. Na kazi ya mwisho kuna ujumbe wa Ufunuo 18, tena kuna kuanguka kwa nini? Huu ujumbe unakusanya vyote mpaka mfumo wa General Conference, maana umekubali kuwa dada. Sasa watu wa Mungu, tunayo kazi ni kubwa. Hivyo kama ambavyo Kristo alitiwa mafuta na baba yake, roho wa Mungu akapata nguvu, mitume
Lakini watu wa imani ambao wametutangulia, hata wana marejeo, walipata nguvu kutoka kwa Mungu. Baba, tupe roho wako. Yesu akawavuvia. Nasi tunapaswa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunayo fursa katika jioni hii ya leo kuomba. Baba, tupe roho yako. Baba, tupe roho yako. Yesu atatuvuvia, maana tumekubali kuwa na ukweli katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, watu wa Mungu, kwa furaha nitawaalika sasa tusimame tukiimba wimbo. Kuna mkono. Basi kwa kweli huu tusije tukaufungia nje huu mkono. Karibu mtumishi. Amina. Sawa kabisa. Inawachanganya kiaje? Yaani mtu unapomuingizia fundisho la utatu, kuna anayekaa kusikiliza mjifunze, na kuna mwingine anakataa, anasema hao nao wameshaanza mambo yao. Na pia unaweza kuwasikiliza ukawaweza. Kwa hiyo anapuuzia. Lakini mimi nikifikiria hata huku kwa wenzetu hao wa Jumapili, ninaitathmini hiyo sala yao mara nyingi, hata akiomba maji ya kunywa, ishara msaba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Yaani ukitathmini hiyo, ila kwa mtu ambaye amekaa kule anaiona ni kawaida, lakini ile moja kwa moja inakuambia kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho nini Mtakatifu. Hiyo ishara tu. Lakini kwa hao ndugu zetu tukiwaendea kwamba tujifunze sasa habari hii, ni wachache ambao wanakubali kupokea hiyo nuru. Hapa kuna maneno kidogo hapa, anasema hivi: Mungu hakuwaacha watu wake. Roho wake aliendelea kudumu pamoja na wale ambao hawakukataa kwa haraka nuru ile waliokwisha kuipokea. Tusaidie, sura ya ngapi mtumishi? Ni kitabu gani hili? Ni kitabu gani na sura ya ngapi? Ni sura ya 9 katika kitabu hiki cha Vita Kuu. Amina. Sura ya 9 Vita Kuu, tunoti pale. Watu wa Mungu, na ukweli hapo. Anasema kwamba Mungu hakuwaacha. Roho wake aliendelea kufanyeje? Aliendelea kumtuma kwa wana wake, aliwapa nuru. Hiyo nuru ni nini? Si ndio Roho Mtakatifu huyo? Ndio. Kwa sababu yule anayekubali kupokea nuru ndiye atakayekubali kuokolewa. Lakini yule anayekataa kuipokea nuru hawezi akaokolewa. Na anaendelea kusema na kuikana, anasema na kuikana harakati za marejeo. Mtume Paulo wakati akiangalia katika kipindi vyote vilivyopita, alikuwa ameandika maneno ya matumaini na maonyo kwa ajili ya wale waliokuwa wakingojea na waliojaribiwa katika tukio hili. Kwa hiyo ndugu zetu, sisi tusikate tamaa. Amina. Tuendelee tu. Tuombe Mungu atupe ujasiri. Nuru hii aliyotupatia tusiizime. Amina. Tuendelee kutoka kwa ndugu zetu. Yule anayekubali kujifunza, tuendelee kujifunza naye. Yule anayekataa, basi maana si hajakubali kuipokea hiyo nuru. Lakini tusikate tamaa. Kuna watu wanahitaji kuokolewa huko. Lakini na Mungu anajua kwamba anawajua walio wapako. Muda utakapofika, nuru hiyo itawafikia na watakubali kutoka kule walipo, wataungana katika kanisa la kweli. Amina. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee kufundishana hao ndugu zetu kuhusiana na Mungu Utatu Mtakatifu. Baba, kwa wanavyodai kwamba Mungu Roho, lakini Mungu Roho hayupo. Hata hapa amesema kwamba ni Roho wa Mungu, sio Mungu Roho. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee kufundishane. Yule atakaye kukubali kupokea hiyo nuru ataipokea, na atakaye kupata shingo, basi hiyo sio kazi yetu, ila tuombe Mungu atutie nguvu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna video moja nilikuwa nataka niwasikizishe padri mmoja hapa akizungumzia habari ya Jumapili ya Utatu. Unajua kuna Jumapili wanasema Jumapili, japo Jumapili yote imetolewa kwa ajili ya Mungu wa Utatu, ila huwa wana Jumapili maalum kwa ajili ya Utatu. Sasa mtumishi amezungumza habari ya sala wanapodonoa. Unaona? Wanapodonoa hivi.
Unaona? Na leo maombi mengi hata huko tulikotoka sasa hivi wanakuwa namalizia, tunaomba katika jina la Baba na la Mwana na hapana, hatuombi hivyo. Unaona? Sasa anasema, anaeleza kwamba wanapokuwa na donoa hivyo, si ndivyo? Wanamaanisha kwamba habari ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu nani? Anasema kwamba fumbo hili la Utatu Mtakatifu tunaliazimisha katika sala yetu wanapofanya nini? Wanapodonoa. Hiyo nitaka ningesikizisha kama nilikuwa sijaiweka karibu, labda siku nyingine, lakini iko hivyo kwamba hiyo sala inamaanisha wanazungumzia hapo, wanamuinua huyo Mungu wao wa nini sasa? Wa Utatu. Kabisa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mungu kwa kweli hizi. Mungu ataendelea kutusaidia na kututia nguvu kusonga mbele. Hivyo basi, kama alivyomtia mafuta mwanae, alivyowatia mafuta mitume, manabii, nasi tunahitaji mafuta ili kusudi tupate nguvu tuondoke kuwaendea wengine, lakini zaidi sana kweli hizi zibadilishe maisha yetu kabisa kwa neema ya Mungu, ili kusudi kwamba kuishi kwetu tumtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wakituona, familia zetu zimtukuze Mungu. Sio rahisi, ni mapambano. Wakati mwingine tunaweza tukaona kama ni mambo ambayo kwa nini hayaendi vizuri. Twende hatua kwa hatua. Jambo tunadhamiria kwamba hili, Mungu naomba nisaidie na nitoke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naomba nisaidie nitoke. Mungu anaanza kukusaidia hatua kwa hatua. Tunaambiwa kwamba tunapojitoa kwa Kristo, kwa kweli kidunia tunaonekana kama wafu, tunakufa. Unajua kuna mtu wa Mungu siku moja akatuma picha yake, mwana matengenezo. Akatuma picha yake, anasema kwamba kwamba hii ni picha ya kipindi cha uhai wangu. Picha ya kipindi cha uhai wake. Kwani sasa hivi amekufa? Unaona? Paulo anasema kwamba nimekufa pamoja na nani? Na Kristo. Wapendwa, katika hali ya kwa mambo ya kidunia tunapaswa kuwa wafu. Kwa alikuwa anaonesha picha kipindi bado yuko katika mambo ya duniani. Anasema hii ni picha ya kipindi cha uhai, ila bado yupo, anaishi, tuko naye. Maana yake kwamba alikuwa anazungumza kiroho kwamba kumbe kuna maisha ambayo tuliyaishi huko nyuma, kipindi tukiwa hai kimwili katika mambo ya kiroho, kwamba huu hai tulio nao tunapaswa kuuficha katika Kristo. Japo tuko hai tunaishi, lakini tunaishi kwa sababu Yesu yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatusaidia tu na ataendelea kutusaidia, na sisi tunaona jinsi anavyotushindia. Tusimame na wimbo namba 68, watu wa Mungu, tukiongozwa na mtumishi Amoni katika kuimba wimbo namba 68. Kisha tutaingia katika maombi. Tutaomba na mtumishi Tipe, lakini pia tutaomba na mtumishi David. Basi tusimame watu wa Mungu katika wimbo huu. Umtete